Msikilizaji, comment ni nyingi sana ambazo niliuliza ya kwamba kwa nini, yani unahisi ni kitu gani ambacho kinamfelisha Mara mpaka hivi sasa. Wengi wamesema ni yani ile kuamini watu kwa haraka sana, lakini pia hisia za Mara zipo karibu mno. Yani yeye ukimgusa tu imo, na hisia hizi zinakuepo ni kwa sababu anapitia changamoto kubwa sana kwenye maisha yake. Sasa anaamini labda hiki ndio kitu ambacho kinampoza, yani kinamtuliza. Kwa hiyo inakuwa ni shida kwake. Na marafiki wengi pia, mwingine aliandika kwamba ana marafiki wengi wa kiume. Sasa marafiki wa kiume kukuacha hivi sio kitu kidogo, ila wengi komenti zenu mmeandika kwamba shida kubwa ya Mara ni kumwamini mtu kwa uharaka sana, mbali na hisia zake kwa karibu na mtu anaweza akamkula tu vizuri. Tusonga mbele, hii ni sehemu ya 7. Asanteni sana kwa wote ambao mmeandika. Wengi sana mmeandika, wengi. Kuna Susan Neema, kina Esther Mlai, kina nani, wengi sana, kina Hamisa Ramadhani, wengi sana mmeandika comment na nimeziona. Sasa hii ni sehemu ya 7. Tunaenda kufahamu je, na vipi kuhusu Chaz. Maana Chaz bwana, baada ya wao kutoka kule kutumbuiza nini, Chaz alimchukua Mara na kwenda kumpeleka hoteli, akimwambia kwamba si vizuri kurudi nyumbani baada ya usiku wa leo. Ukiwa unaanza hivi, tunatakiwa tujitahidi sana kuzuia skendo zozote ili uweze kuweka hadhi yako. Kwa hiyo kwa usiku wa leo naomba tu unielewe na ulale kwenye hii hoteli, alafu kesho tutazungumza zaidi, tutajua pa kuanzia. Kwa hiyo hivyo twende. Kwa hiyo jamaa alimchukua na kumpeleka Mara kwenye hiyo hoteli. Kitu gani ambacho kitaendelea? Tusonge mbele msikilizaji. Langu jina ni Lucas Lumba, simtarishaji ni Chuchu. Basi asubuhi nilikuja kuamshwa na mhudumu akiniambia kuwa Chaz ananisubiri. Niliamka nikilalamika, nilichelewa kulala jana. Haikuwa rahisi kutoa kila kitu kilichokuwa usoni kwangu. Hata asubuhi hii bado nikijitazama naona uso wangu ni kama una ming'ao hivi. Nilioga na kuvaa jeans na t-shirt, nilivaa na raba na nikapiga na kofia. Hizi ni nguo ambazo nilizikuta huko hotelini. Gauni jekundu lilokuwa ambalo nilikuwa nimevaa jana lilichukuliwa na yule aliyenivalisha jana. Nilipewa begi ambalo nilikuta pale hotelini na kujikuta sasa nikitabasamu nilipoona miwani ya jua. Nilivaa na kuchukua begi langu, kisha nikatoka na kukutana na Chaz ambaye alikuwa ananisubiri mgawani. Basi aliniita kwa jina la Golden, akaniambia kwamba umevunja rekodi. Aliniambia kwa sasa akikaa kwenye meza ambayo ilikuwa imejaa chakula. Naona alishanisaidia kuagiza. Nikamuuliza rekodi gani? Nilimuuliza kwa sasa nikivua miwani ya jua nilikuwa nimevaa na kuiweka mezani. Sijui yeye anaishije na maisha ya kuvaa miwani muda wote. Basi Chaz akaniuliza kwamba haujaangalia simu yako? Nikasema hapana, kwanza imezima chaji. Chaz akasema inabidi uwe unatembea na chaji, na pili uwe na power bank, hautakiwi kukosekana mtandaoni. Kwa hiyo nadhani haujaona chochote. Alisema akifanya kitu kwenye simu yake, kisha akaigeuza na kunionyesha. Ilikuwa ni akaunti yangu ya YouTube. Wimbo wangu wa Nyota ambao ulitolewa rasmi saa 6 usiku ulikuwa umetazamwa na watu 90,000. Sio video. Bado sina hiyo pesa, hii ni audio tu. Nijikuta nikifunika mdomo wangu huku machozi yakinilengalenga. Nilinyakua ile simu kutoka mikononi mwa Chaz na kuanza kuiangalia vizuri. Picha yangu iliyopigwa kutokea mgongoni huku nikiangalia juu ilikuwa imetanda na zile nyota zilikuwa zikififia na kung'aa. Nilipita kwenye comments ambapo sifa zilikuwa ni nyingi sana. Sikumbuki kutoa taarifa kuhusu wimbo kutolewa, hivyo sijui hata hawa watu wamefikaje huko, lakini Chaz akanieleza jana kwenye tukio alitangaza. Nadhani nilikuwa na furaha sana, hivyo hata sikusikia. Basi watu wengi walikuwa wanaulizia nyimbo nyingine. Sasa nikamwambia Chaz ya kwamba inabidi tutoe wimbo mwingine, watu wanaulizia Chaz. Nilimwambia kwa furaha huku sasa nikimkabidhi simu yake. Lakini Chaz alitikisa kichwa chake akasema kwamba hapana, unatakiwa waache na shauku hivyo. Hauwezi kufanya kila kitu yani mashabiki wanachokuambia, hapana. Kwa sasa tumepata mashabiki wa kutosha. Nidhani tungehitaji kuzunguka sana, lakini naona imekuwa rahisi. Na tukimaliza hapa nitapigia simu radio kadhaa na kuwapatia huu wimbo. Hatuwezi kwenda kwenye TV sababu hatuna video. Kwa hiyo inabidi tujitahidi tufanye hilo. Lakini kutoa wimbo mwingine hilo sikubaliani na wewe. Basi aliniambia huku akiendelea kupitia simu yake. Nilikuwa na furaha hadi nikasahau kula. Chaz hakuweza kusubiri. Alipigia simu radio kadhaa
na kuwapatia wimbo wangu. Basi Charles kwa furaha sana akasema kwamba wiki ijayo tunaanza media tour, inabidi ujitambulishe na watu wakujue, huku sasa tukihangaika swala la nini la video. Basi Charles alitulia kidogo kisha kaniambia kwamba alafu kuna nyumba nataka twende ukaiangalie, inabidi uhame pale unapoishi, hautakiwi kurudi kabisa. Basi bwana, Charles aliniambia hivyo tulipoingia kwenye gari. Lakini sasa mimi sikujisumbua hata kumjibu. Nilikuwa nikiangalia video watu walizotengeneza TikTok kwa kutumia wimbo wangu mimi. Macho yangu yalijaa machozi. Charles akaniambia kwamba Mara, kuna siku uliongelea habari za kuibiwa wimbo. Hebu nieleze ilikuwaje na ni wimbo gani huo? Charles aliniuliza huku macho yake yakiwa barabarani. Yani Charles, sitamani hata kuongelea hilo. Mara, mimi sijui unawaza nini lakini mimi nakuamini sana, sawa? Najua hauwezi kudanganya wala kumsingizia mtu. Hebu niambie sababu, kama ni msanii mkubwa mimi nataka unajua tutembee na upepo wake. Huu sio wakati wa sisi kupoa, lakini pia muda wa kutoa wimbo mwingine bado. Charles alisema na kunifanya nitabasamu. Wakati nafungua mdomo wangu nimjibu, redio tuliokuwa tunasikiliza kwenye gari ilianza kupiga wimbo wangu. Charles aliacha tabasamu kubwa sana. Na hata mimi sikuweza kuzuia furaha yangu, nijikuta nikiongeza sauti na kuanza kuimba. Tuliposimama kwenye mataa, Charles alichukua simu yake na kunirekodi. Taa zilipoturuhusu, alinirushia simu na kurudisha macho yake barabarani. Nijikuta nikicheka, kitu kilichomfanya na yeye acheke sana. Nilizima ile rekodi na kuendelea kufurahia muziki wangu. Na kama bahati mbaya ule wimbo ulifuatiwa na wimbo wangu ulioibiwa, ule wimbo wanakubali. Hivyo nikatoka kwenye furaha isiyoelezeka hadi kwenye hasira isiyo na mfano. Charles alinitazama na kutoa macho. Alizima ile redio na kunitazama akasema kwamba huu ndio wimbo wako ulioibiwa? Aliniuliza kama vile haamini. Charles akasema kwamba Mara, tunatoa remix ya huo wimbo. Yani hawezi kukufanyia hivyo, lazima tutembee na upepo wake. Na utaimba na ule mpiga bezi unaimbaga naye. Basi Charles alisema kwa msisitizo kuonesha hakuna majadiliano juu ya swala hilo. Sasa mimi nilishia tu kutabasamu na kuitikia kwa kichwa. Charles akasema kwamba tena hii itakuwa na video na audio sababu mtarekodiwa mkiwa mnaimba tu studio. Charles alisema sasa akionekana kuwaza na kupanga. Aliendelea kuongea lakini nilikaa kimya sababu najua ni hasira zake tu zinamfanya ongee hivi. Charles hakunyamaza hadi tulipoingia kwenye geti moja jeusi na ilibaki mdomo wazi. Haikuwa gorofa wala nini lakini ilikuwa ni nzuri na inajitegemea yenyewe. Lazima iwe gharama kubwa kupanga hapa. Charles alipaki gari na kisha tukashuka. Nilizunguka nikiangalia pale nje ambapo palikuwa pakubwa na penye nyasi nzuri. Upande tuliopaki gari kulikuwa na vile vigae vya nje. Basi yule kaka tuliyemkuta pale bila shaka ndio dalali, akasema kwamba ni nyumba ya vyumba vitatu, sebule, dining, jiko, master bedroom ni moja tu, kwa hiyo ndio hivyo. Basi alituambia sebule, msikilizaji, ilikuwa ni kubwa sana. Kuna upande wa dining. Sasa nilipoingia jikoni nilibaki nikitabasamu. Najua sio maisha kitajiri lakini yani hii ni ndoto yangu ya muda mrefu. Charles akamwambia yule dalali ya kwamba okay, tupatie muda kidogo alafu tutakurudia. Jamaa akasema kwamba sawa, sio na shaka kaka, mimi naenda. Dalali alituaga na kuondoka. Charles akaniuliza kwamba kwa hiyo unaonaje hii nyumba? Nzuri sana, lakini Charles, unajua mimi sina pesa ya kulipia. Kwa nini tusitafute nyumba ya bei rahisi zaidi? Mara, unasahau kwa nipo hapa. Unadhani mimi nitakupeleka sehemu bila kuwaza? Unachotakiwa ni kukubali nyumba, kama hujaipenda kuna nyingine mbili za kuangalia. Hilo swala la pesa limeshashughulikiwa. Limeshughulikiwa kivipi? Jana nilikuwa naorodhesha vitu tunavyotakiwa kufanya. Unajua Temba ni rafiki yangu, sio bosi tu. Hivyo nijikuta nagusia ile swala. Akaniambia kama mpaka asubuhi ya leo utakuwa umefikisha views 20,000 YouTube, basi atakukopesha kiasi chochote unachotaka hadi milioni 20. Sababu anajua lazima irudi. Na umeona mwenyewe tumevuka kabisa hilo. Kwa hiyo nadhani tukimkopa milioni 5 inaweza kutuweka sehemu nzuri kwa sasa. Charles aliniambia hivyo. Nilishindwa kujizuia kumrukia na kumkumbatia kwa furaha. Nikasema Charles, nitafanya nini bila wewe kwenye dunia? Charles akasema ya kwamba ungepotea kabisa. Alisema kwa kicheka na kunikumbatia kwa nguvu. Nilimwambia kwamba asante sana, asante. Nilimwambia sasa nikiwa bado nimemkumbatia. Tulikaa vile kwa muda kidogo kisha nikamwachia. Msikilizaji, tunakoelekea
Haya. So nilipomwachia tu Charles alinipa mgongo huku akiweka mikono yake mfukoni na kuhangaika kutengeneza suruali yake. Nilisogea kidogo na kumtazama vizuri na kuona suruali yake ilivyovimba. Sasa nijikuta nikimuita jina lake na nikiwahi kujizuia mdomo wangu, lakini Charles alinisikia. Aligeuka na kunitazama. Unajua Mara, mimi nakupenda na unanivutia sana. Kukaa karibu na wewe hivi sio rahisi kwangu, lakini naweza kusubiri hadi utakapokuwa tayari kunipatia jibu lako Mara. Charles alisema huku sasa akisogea na kuchukua mikono yangu. Nataka nikupende Mara. Sawa, nikupende hadi ushangae. Haijalishi unavyojisikia, najua upendo wangu unatutosha wote wawili. Nipe nafasi ya kukupenda na nitahakikisha unakuwa mwanamke mwenye furaha kuliko wote hapa duniani. Charles alisema huku akiniangalia machoni. Kulikuwa na ukimya kidogo, lakini angalau akili yangu ilikuwa inafanya kazi. Hivyo nirudi nyuma sababu midomo yetu ilikuwa karibu. Charles, naomba nipatie muda kidogo. Sawa, hakuna haraka. Kwa hiyo vipi, nyumba umeionaje? Alisema nilikupotezea, lakini tayari kulikuwa na uzito fulani kati yetu. Tunaweza kuichukua tu. Sawa, nitamuuliza dalali. Alafu inaonekana leo utalala tena hotelini, alafu kesho kishukutwa ndio utahamia kwenye nyumba. Charles aliniambia hivyo. Tulijitahidi kuongea kidogo, lakini hakukuwa na story tena baada ya kilichotokea hivyo. So tulienda kwenye gari na kuondoka. Simu yangu ambayo ilikuwa imeingia chaji kiasi iliita na kunitoa kwenye ukimya sababu hakuna aliyekuwa anaongea na mwenzake kwenye gari. Basi nilipokea simu kwa tabasamu baada ya kuona jina ni la Devi. Sasa Devi akasema kwamba, "Oya Gordon, msanii wangu. I said tunakusubiri ku studio tajiri." Devi alisema kwa furaha huku akicheka. Nikamuuliza kwamba kwani tuna mazoezi leo? Sasa awamu hii hakuzungumza Devi, bali Kesi ndio alijibu akasema kwamba, "Oya acha maswali bwana, mwambie Charles akulete mazoezini, ni lazima." Nilimsikia Devi akimwambia aache kuingilia mawasiliano kati yake na msanii wake. Basi niwaambia kwamba okay, nakuja sababu sina ratiba yote. Niliwaambia sasa nikimtazama Charles ambaye alitikia kwa kichwa. Niliagana nao kisha tukaelekea huko. Safari nzima Charles hakuongea kitu. Tulipofika studio, Cindy ndo alikuwa wa kwanza kuja kunirukia. Akasema, "Oh Mara jamani, ulikuwa kwenye TV jana. Unajua nilikufananisha na nani?" Aliniuliza sasa akiniburuza kuelekea ndani. Hakuna salamu, hakuna nini. Yaani ni sauti kali tu kwenye masikio yangu. Nikamuuliza kwamba hebu niambie. Akasema kwamba yani ulikuwa kama Adele. Yaani na lile gauni lako jekundu. Oh, hey, ulipendeza. Yaani nilikuwa namwambia kila mtu kuwa huyo ni wewe, alafu tu anakataa. Dada. Umetisha. Basi baada ya Cindy kusema hivyo, Devi akasema kwamba oya, hebu mwache mwenzako basi apumzike. Unajua huyo ana kazi kubwa hapa nchini. Sasa hivi ameshakuwa kioo cha jamii. Kwa hiyo punguza maneno yako bwana. Wewe mwanamke vipi? Devi alimwambia hivyo Cindy kwa utani. Cindy alimsukuma wakaanza kubishana kuhusu nani wa muhimu kati yao. Niliamua kuachana nao, lakini awamu hii aliyekuja kunivamia alikuwa ni director Kesi. Akiimba sifa zangu hadi nikahisi kichwa changu kinaweza kupasuka. Bado kuna Michael, Silas na Rahim. Hii ni timu yangu msikilizaji. Hao ni watu wangu. Watu walionishika mkono bila kujali napitia nini. Watu ambao wapo na mimi iwe jua, iwe mvua. Kila mmoja alikuja na kunikumbatia huko, pongezi zikiwa nyingi sana. Mpaka tulipoanza media tour wiki iliyofuata, nilikuwa nimeshafanya vitu kadhaa. Kwanza nilienda huku nikitambulisha remix ya wimbo Wanakubali ambayo niliimba live na Devi, na video yake tumeshaiweka mtandaoni. Na naweza kusema ya kwamba Charles alipatia sana kusema tutembee na upepo wa ule wimbo. Sababu hii remix imepokelewa vizuri sana na imefanya watu wengi wanitambue. Naweza kusema baada ya kutoa hiyo remix, watu waliokuja kusikiliza wimbo wa Nyota waliongezeka. Lakini tuachane na hilo msikilizaji. Leo ni mara ya kwanza ya mimi kuwa redioni. Najua nimeshaimba mbele ya watu wengi, lakini redioni ni kitu cha tofauti sana. Basi Charles aliniambia kwamba nitakuwa pembeni yako muda wote, hivyo hakuna haja ya kuogopa. Basi tulikuwa tunapanda ngazi kuelekea kwenye studio ya redio maarufu sana hapa nchini. Sijui ningekuaje bila kuwa na Charles. Tulikuja kupokelewa na kijana ambaye alituonesha mlango wa kuingia. Kwanza kitu kilicho nipata nilivyoingia tu ni baridi. AC yao ilikuwa kali sana.
hadi nikaanza kutumia mikono yangu kujikumbatia vile. So Chazi ambaye alikuwa amevaa suti sababu alitoka kwenye kikao kabla ya kuja huko, alivua koti lake na kunipatia. Nikasema kwamba asante. Chazi akaniambia kwamba okay, nilishakwambia uache kunishukuru unajua, lakini uelewe tu. Basi mimi nitaacha vipi kumshukuru wakati anajitoa hivi kwa ajili yangu? Mahojiano alianza baada ya wao kupiga nyimbo zangu mbili, yani Nyota na ile remix ya Nakubali. Mtangazaji aliuliza kwamba I'm Golden, kila nikisikiliza wimbo wako wa Nyota kuna namna fulani hivi najisikia. Ni wimbo ambao of course umewimba kwa hisia sana. Najikuta nikijiuliza ni kitu gani kilichokupelekea ukaandika huu wimbo? Mtangazaji aliuliza hivyo. Hapa sasa tulikuwa tumeshazungumza kidogo na sasa ameanza kunishushia maswali mazito. Wakati tunakuja, Charles aliniambia niwape story ndo itauza. Niwape kitu ambacho kinaweza kuwafanya watu wabaki wanaongea. Basi nikasema kwamba wimbo wa Nyota ni wimbo nilioandika miaka kadhaa nyuma. Msikilizaji, najua ni uongo lakini hakuna anayejua zaidi yangu. Nikasema kwamba na nilimwandikia mtu ambaye nilimpenda sana lakini nilijua kama siwezi kumpata, lakini bado kila wakati nikimuona moyo wangu unafurahia na unatabasamu. Yani ni kama vile ukitazama nyota. Nilisema huko nikicheka. Siwezi hata kuelezea. Asa mtangazaji akauliza kwamba okay, kwa hiyo ulishaipata nyota yako? Nikasema kwamba hapana, kama nilivyosema nilijua kama siwezi kuwa naye. Mtangazaji akasema kwa hiyo ukamweni umwandikie wimbo? Na umekuja kuwa wimbo mzuri sana. Kwa hiyo mimi siwezi kulalamika. Okay, upo kwenye mahusiano kwa sasa ama? Hapana. Kwa hiyo nafasi ya kuipata nyota yako bado ipo Ase kama wewe unajijua wimbo huu ulikuhusu, waibat yako mapema sana. Basi mtangazaji yule alisema na kunifanya nicheke. Niligeuza macho yangu na kumtazama Chazi ambaye alikuwa ananitazama kama vile mtoto. Kwa hiyo baada ya maswali mengi nilipewa nafasi ya kuimba wimbo wangu kisha tukaruhusiwa kuondoka. Media tour ilikuwa hivyo msikilizaji kwa asilimia kubwa. Maswali mengi yalicheza hapo na Chaz kuniangalia kwa uchungu kila wakati. Lakini hatimaye hadi wiki inaisha tulijitahidi kuhudhuria redio za kutosha na zile za muhimu. Wiki mbili baadaye nilikuwa tayari kutoa video ya Nyota. Tulijitahidi sana kuifanya kwa gharama ndogo na nilifurahi sababu tulifanikiwa. Kila kitu kilienda vizuri, lakini changamoto kubwa ilikuwa kwenye kuvaa nguo fupi sana na kubaki uchi. Sababu mimi sikujua kama kuna kuaga na watu wengi hivyo kwenye kurekodi video. Unajua ilikuwa ni ngumu, lakini hadi tunamaliza kurekodi ile video nilijua kukaa uchi kuvaa nguo fupi japo haimaanishi kwa zinanipa uhuru wote, hamna. So baada ya kutoa video, channel za TV walizipokea vizuri sana na naweza kusema ndoto yangu ilikuwa inatimia. Haipiti siku sijasikia nyimbo yangu kupigwa kwenye TV, kwenye redio. Na kwa upekee kabisa niliutambua mchango wa Chazi kwenye hatua zote ambazo nimepiga. Kweli anafahamiana na watu wengi na alitumia hilo vizuri ili kunisaidia. Sasa ilikuwa ni jioni, Chazi alikuja kuzungumza na mimi kuhusu mipango ya wiki ijayo. Ni ile nyumba ambayo tulikuja kuitembelea na nimeshahamia wiki mbili sasa. Chazi alikuja na chakula cha jioni. Tuliingia ndani pamoja sababu hata mimi mwenyewe ndo nimerudi nyumbani nikitoka studio kwa kesi. Huwa naenda huko kujifunza kupiga kinanda. So David ndo mwalimu wangu msikilizaji. Mimi natamani kujua kupiga muziki na kila kitu kuhusu muziki, sio tu kuimba na kuandika nyimbo. Chaz karibu. Asante G. Chaz ameshafupisha jina langu hadi nimezoea sasa. Aliingia na kwenda moja kwa moja kwenye meza ya chakula. Kwa wiki mbili tumeshafanya hivi angalau mara 5. Kwa namna fulani nadhani anapenda tu kupata muda wa kuwa na mimi. So nilienda na kile chakula jikoni ambapo nilikiamisha kwenye sahani na kurudi na sahani 2 pamoja na glasi kwa ajili ya juice. Tulikaa mezani na kuanza kula huku Chazi akiniambia kuhusu siku yake. Kwa hizi wiki 2 nimepata nafasi nzuri sana ya kuwa karibu naye zaidi. Na naweza kusema na kati ya wanaume wastaarabu na wakarimu niliwahi kukutana nao ni Chazi. Unajua mara nyingi Chazi amekuja kwangu jioni akiwa na chakula, tunakula nini, tunaangalia movie kisha ataondoka na kila wakati atanibusu paji la uso wangu na kunikumbusha namna gani anafanyaje ananipenda. Lakini siku ya jana nilimuona kwa jicho la utofauti zaidi. Tulienda mjini kufuatilia vitu kadhaa na bahati nzuri ni kuwa bado watu wengi hawanitambui. Wananisikia tu lakini sura yangu haitambuliki. Hivyo nikivaa kofia na miwani ya jua hakuna yeyote anaweza kutambua kuwa ni mimi. Sasa jana bwana tulikuwa mitaa Kariakoo. Alitaka tuchukue gari lakini mimi sikutaka. Nilitaka kutumia usafiri wa kawaida.
Ukiwa umezoea maisha ya kawaida alafu ghafla tu unyakuliwe na kuwekwa kwenye maisha ambayo hauchangamani na watu, unajua inakuwa shida kidogo msikilizaji. Sasa bwana, tulikuwa kwenye kituo cha mwendokasi tukisubiria gari. Gari liliposimama, watu walikimbilia na kuingia, lakini mimi sikuweza kusukumana na watu. Hivyo tulibaki tukilitazama gari likiondoka, lakini yule dereva alipofika mbele, alisimamisha gari na kufungulia watu wachache waingie. Charles alinishika mkono, tukakimbilia gari, lakini hadi nafika pale mlangoni, mlango ulikuwa unafungwa huku Charles akiwa ndani na mimi nikiwa nje. Charles alitoka bila kujali. Ilibaki kidogo milango imbane. Sasa Charles akaniuliza kwamba unafanya nini? Aliniuliza kwa wasiwasi kidogo. Unajua tena nani kwenye mwendo kasi ile purukushani unashangaa tu gari limeshafungwa mlango. Walioko ndani sawa, walioko nje hivyo. So watu wote walibaki wakitushangaa tu. Hadi yule dereva alituhurumia na kufungua milango hadi tukaingia. Sasa gari zima walikuwa wanatushangaa tu. Charles alinivuta nikamkumbatia na kuficha sura yangu kifuani kwake huku nikimwegemea. Alinikumbatia kwa mkono mmoja huku mkono wake mwingine akiwa amejishika kwenye chuma ili tusianguke. Jana nilimuona Charles mpya, mwenye kujali. Unajua kwa wengine inaweza kuwa kitu kidogo, lakini mimi sijawahi kupata watu wa kunijali kwa kiwango hiki. Tulipofanikiwa kupata tulichokitafuta, tulipanda taksi hadi nyumbani na hakutaka kabisa kusikia habari zangu za kutaka kutumia usafiri wa kawaida. Siku nzima leo nilikuwa nikimfikiria Charles. Na unajua Michael alisema ananipenda, lakini yeye alitanguliza tamaa za mwili wake kwanza. Nadhani mnakumbuka Charles alisema ananipenda, lakini yeye amechagua kuonesha namna anavyonijali na anavyonipenda. Amechagua furaha yangu kabla ya furaha yake. Kwa hiyo leo tulipomaliza kula na kuangalia movie, Charles alipoinuka kufika mlangoni kisha kanibusu paji la uso na kuniambia ananipenda, niliudaka mkono wake kabla hajaondoka. Nilimuita kwa sauti ya chini. Charles alisogea na kunivuta karibu yake. Akasema kwamba niambie mrembo, unauchanganya moyo wangu. Alisema na kunifanya nishangae sababu hana kawaida ya kuongea hivi. Nilimwambia kwamba nataka kuwa zaidi hapa. Nilimwambia na kujikuta sasa nikitabasamu alipobaki akinishangaa. Unamaanisha unanikubalia? Ndio Charles. Nilimjibu kwa tabasamu. Aliweka uso wangu mikononi mwake na kuanza kunibusu kila mahali, kitu kilichonifanya nicheke. Nakupenda sana sana. Hautakao jutie hili, si ndio? Ndio. Nashukuru sana Charles. Aliweka mkono wake mdomoni kwangu kuninyamazisha. Nimeshakwambia wache kunishukuru bwana. Na mimi nimekuambia siwezi kuacha kushukuru. Nilimwambia na kuibusu pua yake na kumsaidia kupandisha miwani yake. Tulikaa kimya kwa muda kidogo huku tukiwaza kama tunachotaka kufanya ni kitu sahihi au la. Bahati nzuri Charles alikuwa bado ana akili zake. Aliniachana kurudi nyuma. Na siku mwema nakupenda sana. Siku mwema pia Charles, ukifika niambie. Siwezi kulala bila kusikia sauti ya mpenzi wangu bwana. Alisema huku sasa akielekea kwenye gari lake. Nilibaki pale mlangoni nikitabasamu tu. Basi miezi 3 imepita tangu ile siku niliyokubali kuwa mpenzi wa Charles msikilizaji. Na ninaweza kusema sijawahi kupendwa hivi maishani. Na utakuwa ni ukweli sababu mimi sijawahi kuwa kwenye mahusiano na mwanamume mwingine zaidi ya Zack. Kwanza Charles amejitahidi kuhakikisha anakuwa na mimi kila wakati anapopata nafasi. Japo amekuwa na mambo mengi sababu wameanza kuandaa msimu wa 3 wa tamthilia yao. Hivyo tumeishia kuwa pamoja usiku. Mara nyingi nitaenda kumsubiria kwake ambapo ni pazuri sana kuliko kwangu. Katika kipindi cha miezi 2 nimetoa nyimbo 3. Mashabiki zangu wameongezeka sana. Kama nyimbo niliyoitoa wiki 2 zilizopita imefikisha views 700,000. Mwezi wa 12 nilipata nafasi ya kuimba kwenye chakula cha jioni ambacho kiliandaliwa kwa ajili ya wapenda nao. Sijui Charles anapata wapi hizo ofa, lakini nimekuwa nikipiga matukio kwa matukio na pesa na ulipo ni nzuri sana. So ilifika jioni, kwa mfano ikifika jioni tunarudi wote nyumbani ambapo tutaangalia movie huku akinikanda miguu yangu na baadaye tutaishia kitandani. Charles anaweza kuwa mpole katika maisha yake ya kila siku, lakini sio mpole kitandani. Ni kila kitu ninachohitaji kwenye maisha yangu. Na mimi nitatizama upande wangu kwa kumpikia,
Kwa mfano kumkanda mabega akiwa amerudi amechoka nini, kumsubiri kwake akichelewa kutoka kazini. Na huu ni mwezi wa pili, mwezi wa mapenzi, mwezi wa kumuonesha mwenzako namna gani yeye ni wa thamani kwako. Nilikuwa ndani ya gauni fupi la kuteleza. Ni gauni langu la kulalia ambalo lina mchanganya sana Chaz. Nimeoga, nimevaa, nimependeza na nimehakikisha nanukia vizuri. Tayari kwa ajili ya mpenzi wangu. Mezani chakula kipo tayari, ni yeye tu afike na kunieleza anachotaka kufanya kwanza. Nilikuwa nimejitupa kwenye kochi huku nikiangalia movie, sababu najua muda wa Chaz kurudi umefika. Niliinuka na kuanza kusogea mlangoni niliposikia mlango unafunguliwa. Huku nikijitahidi kulishusha zaidi lile gauni kifuani tayari kwa ajili ya kumpokea mpenzi wangu. Lakini mlango ulipofunguliwa nilijikuta nikibaki nimesimama baada ya kumuona Kian. Nirudi nyuma haraka. Huku sasa nikishindwa kugeuka sababu nikimpa mgongo ataona makalio yangu. Hiki kigauni ni kifupi kiasi. Aisee. Nilipofika kwenye kona nilijificha hapo na kubaki nikiema. Mungu wangu, ni kitu gani hiki? Kian. Yani kati ya watu wote wa kuniona uchi, kwa nini awe Kian? Basi Chaz alitokezea na kunifanya nishtuke. Alindaka na kunikumbatia huku akicheka. Aliponiachia alinitazama vizuri kuanzia juu hadi chini huku macho yake yakionyesha namna gani alitamani Kian asiwepo. Basi Chaz akasema kwamba mbona haujaniambia kuwa upo? Nisingekuja na rafiki yangu bwana. Chaz alisema sasa akinivuta na kunibusu. Nilimwambia kwamba nilitaka tu nikusurprise. Nilimwambia sasa nikirudi nyuma na kuzunguka kumuonesha nilivyojiandaa. Chaz aliguna na kunivuta tena na kuanza kuibusu shingo yangu. Akasema kwamba wao unanukia vizuri. Alisema sasa akirudi kukutanisha midomo yetu, lakini nilipokumbuka Kian, nijikuta na mwachia Chaz. Nikauliza kwa siri kidogo kwamba rafiki yako anakusubiri bwana, alafu mbona mimi sijawahi kujua kama nyinyi ni marafiki? Akaniambia kwamba baby, tumekuwa pamoja kwa miezi 3 tu. Hauwezi kujua marafiki zangu wote. Na mimi na Kian hatuko karibu hata. Kuna project tulikuwa tunafanya wote, kwa hiyo tulihitaji kuzungumza zaidi. Ndio nikamkaribisha nyumbani sababu hatakuwa mbali. Aliniambia hivyo huku sasa akinivuta karibu yake. Lakini nilimsukuma kidogo. Nikasema sawa, rafiki yako ambaye hamko karibu sana anakusubiri. Nilimwambia kitu kilichomfanya acheke. Akasema kwamba usikasirike baby. Nikamwambia hapana, sijakasirika. Wewe nenda tu sebeni. Mimi naenda kuvaa vizuri kisha nakuja kuwapakulia chakula. Nilimwambia hivyo kisha akaniambia kwamba nakupenda sana. Nikamjibu nakupenda pia. Nilimwambia na kumwachia kisha nikaelekea chumbani. Nilitoa gauni ambalo halinibani na linaishia katikati ya magoti yangu. Kisha baada ya kuvuta pumzi nikarudi sebeni. Kian aliponiona aliachia tabasamu kubwa. Utadhani anajizuia kucheka. Nilifanya uso wake wote ung'ae. Sijawahi kumuona akiwa ametabasamu. Nilijikuta nikiachia tabasamu pia. Aliacha kuangalia chochote ambacho Chaz alichokuwa anamuonesha, alibaki akinitazama tu. Sasa Chaz akasema kwamba baby umemaliza? Alisema hivyo sasa aliponyanyua kichwa chake na kunikuta nikiwatazama. Alinyoosha mkono wake kuniita, hivyo nikasogea karibu yake. Chaz akasema Kian, nina hakika unamfahamu huyu mwanamke wa pekee, si ndio? Chaz alisema huku sasa akinivuta nikae miguuni pake. Nilikuwa naona aibu sana hasa mbele ya Kian, lakini sio vizuri kumbishia mpenzi wako mbele ya wageni. Hivyo nilikuwa mpole tu. Basi Kian akasema kwamba nani asemjua Gordon mwenye sauti ya dhahabu? Kian alisema huku sasa akinitazama kwa tabasamu. Chaz akasema hujakosea, huyu ndo shemeji yako. Alimwambia kisha kanigeukia mimi. Chaz akasema kwamba baby, sidhani kama mapesa hapa anahitaji utambulisho. Nilitikia tu kwa kichwa kisha nikainuka nikasema kwamba chakula tayari, karibuni mezani. Niliwaambia na kutangulia upande wa meza ya chakula ambapo nilikuwa nimeshatenga chakula. Kwa siku ya leo msikilizaji, nilikuwa nimepika chakula pendwa cha Chaz ambacho ni wali, maini na pembeni nitengeneza saladi. Kwa sababu kulikuwa na mgeni, hivyo niliwaacha wapakue wenyewe. Sijui nisemaje, lakini kuwepo na Kian kwenye chumba kimoja imekuwa shida sana. Macho yangu yanarudi kwake kila baada ya dakika chache. Hata nikijitahidi vipi nitajikuta tu nikishia kumtazama. Kila kitu anachofanya kinavutia machoni mwangu. Hii ni kitu gani? Kwa nini moyo wangu hauwezi kukubali kuwa tuwezi kuwa pamoja? Na hii inaleta maana ya kwamba mwanamke unapaswa kuwa na mwanaume anayekupenda ama unayempenda? So mara kadhaa Chaz alinifuma nikimtazama Kian na sura yake ilionyesha kabisa
hakufurahia hili. Kian akamwambia Charles ya kwamba hongera sana Charles, naona wakati unachagua uliangalia vitu vingi. Basi Kian alimwambia hivyo Charles baada ya ukimya kidogo. Wote hatukumuelewa, hivyo tulibaki tunamshangaa tu. Kian aligeuka na kunitazama akasema kwamba hongera sana Coden, una mkono wa kupika. Ndio namwambia hapa Charles, kumbe hakuangalia sauti tu na sura. Kian alisema sasa akirudisha macho yake kwa Charles. Charles alicheka akasema kwamba wewe ni chizi nini? Lakini hadi siku ya kwanza nilipomwambia nampenda nilikuwa sijawahi kuonja chakula alichopika, kwa hiyo hii ni bonus tu. Charles alimwambia hivyo sasa kitabasamu, furaha yake ikirudi. Binafsi mimi nilitamani hili swala liishe na Kian aende kwake na mimi ni pande kitandani nilale. Sababu ni ngumu. Unajua mimi sikujua kama itakuwa ni ngumu hivi kuwa karibu naye. Nilipakua chakula kidogo sana, hivyo nilimaliza haraka. Walipomaliza kula niliinuka na kutoa vyombo haraka huku Charles akinisaidia. Kian alikuwa amerudi kukaa sebleni akichati kwenye simu. Bas Charles akaniambia kwamba asante sana kwa chakula kitamu baby. Charles alinishukuru huku sasa akinivuta na kunibusu. Lakini maisha haya. Mimi sikuwa kwenye mood, hata kichwani kwangu alijaa Kian tu. Aliponiachia nirudi nyuma na kugeukia sink ili nianze kuosha vyombo. Nitafanya chochote ili nisilazimike kurudi sebleni. Charles aliniambia kwamba Mara, hauwezi kuosha vyombo sasa hivi bwana. Twende tukakae sebleni kidogo. Twende. Wewe hujazungumza na Kian kabisa. Charles aliniambia sasa akinirudisha nimgeukia. Nimwambia kwamba okay sawa nakuja na waini. Nilimwambia sababu najua siwezi kumkatalia au vinginevyo tutakuwa na ugomvi baadaye. Nilipofika sebleni niliwakuta wakiongelea yani wakimuongelea Delila. Hivi wamekosa kitu kingine cha kuongelea jamani? Basi Charles akasema kwamba nimeona hii photoshoot aliyofanya hivi karibuni, anafanya kazi nzuri sana na ukifikiria anaanza kudesign nguo pia. Natamani aje kufanya kazi na Mara. Atampa traffic tunayohitaji. Charles alikuwa anasema hivyo kwa furaha. Basi Kian akasema kwamba ndio itamsukuma sana kwa sababu D anajulikana sana Afrika Mashariki, Magharibi na Kati. Kampuni nyingi anazofanya nazo kazi zinatoka huko. Na unajua ukishafanikiwa kutoboa, yani ukishafanikiwa kutoboa Afrika Magharibi ni sawa na umetoboa Afrika nzima. Kian alisema sasa akipokea glasi ya wine nilizokuwa nawapatia. Na mimi nilichukua wine yangu na kukaa kwenye kochi la pembeni huku nikiwasikiliza na moyo wangu ukiendelea kuvunjika kidogo kidogo. Basi Charles aliendelea kuongea akasema kwamba ni kweli ndio nilikuwa namwambia hapa G kuwa mwaka huu inabidi tuanze kufanya collab na wasanii wa nje. Charles alisema hivyo kwa furaha. Nitamani hata nimpige na mto nimwambie anyamaze, lakini sikuweza kufanya hivyo. Basi Kian alimjibu Charles ya kwamba itakuwa ni vizuri sana mkihitaji msanii wa Ghana msisite kunitafuta. Basi Charles aliacheta basamu kubwa hasa kusikia anaweza kupata nafasi ya kufanya na msanii mkubwa kutokea Ghana. Machoni mwake aliona mafanikio na siwezi kumlaumu kwa kuniwazia mema, lakini kwa nini asinyamaze? Sawa nimeshaelewa. D ni mwanamke mrembo mwenye mafanikio sana, anaenda nchi zote hizo na anajulikana, na kama hivi amempata Kian. Si inatosha kwani lazima uendelee kuongea na kunipakazia usoni jinsi gani siwezi? Sijui mara sijui na sifai. Basi Charles akasema kwamba asante sana, tukiwa tayari kuanza hilo lazima tukutafute. Basi Charles alimwambia hivyo akinijibia bila hata kujali kama mimi ninataka hili ama sitaki. Kama ilivyokuwa tangu tuingie kwenye haya mahusiano. Na siwezi kumlaumu sababu hakuna kitu alichoniamlia ambacho kimeenda vibaya, lakini kuna wakati natamani nifanye maamuzi yangu mwenyewe. Mimi ni mtu mzima na miaka 23 sasa. Nina uwezo wa kuangalia kitu, kukitathmini na kufanya maamuzi, lakini Charles haonekani kulielewa hilo kabisa. Basi Kian akasema kwamba hakuna shida hata kuhusu swala la D, nitamwambia na nina uhakika atafurahi sana kufanya kazi na wewe. Amekuwa akisikiliza nyimbo zako 4 kila siku na masikio yangu hayapumziki yani. Kian aliniambia kwa tabasamu na mimi nijitahidi sasa kuweka tabasamu fake, lakini ilikuwa inazidi kuwa ngumu. Kumbe hata nyimbo zangu hazipendi. Nadhani hakuwahi kuniona kama ninavyomuona. Labda hivi vitu vipo tu akilini kwangu. So nijikuta nikishindwa kuvumilia kukaa pale sebleni. Niliinuka na kwenda kuweka glasi yangu tupu jikoni, kisha nikaelekea chumbani. Niliingia bafuni na kuoga, kisha nikavaa nguo ya kulalia ambayo ni ya suruali na shati zile nzuri nyepesi yani.
kisha nikawasha AC na kupanda kitandani kwa ajili ya kulala. Kitu pekee nilichohitaji ni kulala ili hii siku iishe. Nilijidanganya kuwa nitapata usingizi, lakini usingizi haukuja. Nilibaki tu pale kitandani huku nikiwasikia wakicheka. Baada ya muda kidogo mlango ulifunguliwa. Hivyo nikafunga macho na kujifanya nimelala. Charles alinitazama na kusogea karibu, kisha akabusu paji la uso wangu na kunifunika vizuri. Kisha kazima taa na kutoka. Niliwasikia kwa mbali wakiendelea kuongea. Hatimaye usingizi ulinichukua na sijui saa ngapi Charles alikuja kulala, lakini alipopanda kitandani na kuanza kunibusu huku akiupapasa mwili wangu, sikujisumbua kabisa ni leo, sababu mimi sikuwa katika mood hata kidogo. Baada ya kuona sina mpango wa kuamka, aliniacha na kulala. Niliposhtuka alfajiri, nilikuwa naumwa kiuno na tumbo. Naweza kusema sijawahi kufurahia hivi kuziona siku zangu. Kwanza nitapata mapumziko, sitalazimika kulala na Charles hata nisipokuwa kwenye mood. Alafu pili, nina sababu ya kumkasirikia. Si unajua ilisha kadiriwa kwamba binti ukiwa period ya kununa ni kawaida, kisirani nini. Nikiwa mimi kwenye siku zangu ninakuaga mtu mwenye hasira, na mara nyingi huwa mimi sipendi kutoka wala kuongea na watu. Hivyo mara nyingi inakuwa nafasi nzuri sana mimi kupumzika. Nilipofika bafuni niliamua kuoga kabisa na kuvaa kila kitu ninachohitaji. Kisha nikatoka na kwenda sebleni ambapo nilijikunja kwenye kochi nikijaribu kutafuta usingizi. Nilikuja kuamshwa na mabusu ya Charles. Akiniambia kwamba baby, amka unywe chai. Aliniambia sasa akinibusu mashavu yangu na masikio. Nimwambia kwamba no, nimechoka. Wewe nenda alafu mimi nitakula nikiamka. Hapo nimwambia sasa huku nikiwa usingizini. Hatimaye nimepata usingizi mzuri, sitaki kutoka hapa. Basi Charles akaniambia kwamba hapana Mara, najua unavyokuaga mvivu wa kula ukiwa kwenye siku zako. Inabidi nihakikishe umekula ndio niende ofisini. Kwa hiyo kama hutaki nichelewe, utainuka mapema. Aliniambia akiwa sasa amepiga magoti ili alingane na mimi niliyelala kwenye kochi. Nikamuuliza kwa sasa nikikaa, nikasema kwamba umejuaje? Aliweka kidole chake kimoja juu, akasema kwamba tarehe zako zimekaribia. Akaongeza kidole kingine, kisha akasema kwamba umechafua shuka. Aliposema hivyo, kwanza kitendo cha kusema kwamba umechafua shuka, nilishusha pumzi nikianza kupiga mahesabu ya kwenda kubadilisha shuka. Kulisuuza, kuliloweka, na hivi mwili wangu sasa ulivyochoka. Charles akasema kwamba usianze kuwaza sasa, mimi nimeshabadilisha shuka. Nimelisuuza na nimeliloweka. Kwa hiyo nimekuandalia chai na nimekuletea na ice cream kama unavyopenda. Charles aliniambia kwa tabasamu bwana. Nilimvuta na kumkumbatia. Ni miezi mitatu tu lakini ameshajua kila kitu kuhusu mimi. Nilimwambia kwamba asante sana. Charles akasema kwamba baby, mimi ni mwanaume wako. Ni wajibu wangu kukutunza. Alisema huku akisogea na kunibusu. Sasa naanza kujisikia vibaya tena kwa nilivyomfanyia jana. Yaani ni vigumu sana kumkasirikia Charles. Alinibusu tena kisha tukaenda wote mezani ambapo sijui aliamka saa ngapi na kufanya vyote hivi, au labda mimi ndo nimelala sana. Amechemsha chai ya maziwa. Ameenda kuniletea zile sambusa ninazopenda sana. Kuna sausage na pembeni kuna nusu parachichi ambalo ndani yake ameweka vitunguu vilivyokatwa kidogo na vikaekewa chumvi na pilipili manga. Tangu siku nilipomfundisha kula hivi parachichi, imekuwa ni tabia sasa. Nijikuta nikiachia tabasamu huku sasa nikikaa na kujikuta nikijikunja baada ya tumbo langu kuanza kukaza. Akaniuliza kwamba vipi hujameza dawa? Nikasema kwamba sijaziona. Charles akasema Mara, nilikwambia wiki iliyopita kuwa box la dawa nimelihamishia kabatini, hukunielewa. Alisema sasa kwa kielekea jikoni na kurudi na dawa na maji. Nikasema samani, sikukumbuka. Akasema haina shida, ukishakula ndo nitakuwa na amani. Basi Charles alihakikisha nimekula, nimekaa kwenye kochi sebleni, akaniwekea series niliyokuwa nafuatilia na pembeni ilikuwa na bakuli kubwa la crepes pamoja na chupa ya maji. Mimi sitakuwa na haja ya kuinuka hapa kwa masaa kadhaa. Alipohakikisha nipo vizuri ndipo akaniaga na kuondoka. Basi bwana, siku 4 baadaye nilikuwa vizuri tu. Tulikuwa hotelini tukipata chakula cha jioni. Charles alisisitiza hilo. Alisema nisijisumbue kupika. So nilifurahi sababu ninahitaji kuwa na nguvu ya kutosha kesho. Kesho naenda kumuona Delila. Asante kwa Charles na rafiki yake mpya Kiani jamani. Takriban siku 10 zijazo itakuwa ni Valentine. Kuna chakula cha jioni kwa ajili ya wapendanao, hivyo nimepewa tenda ya kuwaimbia watu huku wakila
au wakicheza au chochote tu atakochukua wanafanya na wapenzi wao. Kwa hiyo Charles akaamua ni valisho na D. Kwa hiyo kesho tunaenda kuchagua na nitaenda kuonana naye kuhusu hilo. Basi Delila alinichangamkia alivyoniona, tena kwa furaha sana. Aliniita, "Oh, Gordon." Niliposhuka kwenye gari nyumbani kwake, natamani ningekuwa na nguvu ya kumchangamkia kama yeye, lakini siwezi. Alikuja mbio na kunikumbatia. Ilimbidi sasa ainame kidogo kwa sababu amenipita urefu kiasi. Pembeni yangu alikuwepo mpenzi wangu Charles. Alijitolea kunileta tu na kuja kunichukua baadaye. Basi D akasema kwamba, "Charles, I say nimefurahi sana kukuona hatimaye. Kiana amekuwa akikuongelea sana na project yenu." D alisema kusasa akimvuta Charles na kumkumbatia. Hata Charles mwenyewe alishtuka. Alipoachiwa alitengeneza miwani yake na kumpa mkono sasa. D aliupokea huku akicheka. D akasema kwamba, "Nisamehe, nimezoea kuwakumbatia watu." D alimwambia hivyo Charles ambaye alikuwa akitabasamu sasa. Charles akasema, "Hakuna shida, usiwaze. Mimi nimefurahi kukuona pia Delila, na kuacha na wewe mrembo wangu hapa. Nitakuja kumchukua baadaye kabisa mkimaliza mambo yenu." Charles alisema huku akisogea na kunibusu, kisha kaniaga na kuondoka. D aliendelea kujitetea akasema kwamba, "Isa, natumaini sijakukwaza Gordon, Unajua mimi sikujua kama Charles hapendi kukumbatiwa." Alisema hivyo lakini nilimkatisha kwa kugusa mkono wake huku nikimpa tabasamu. Nikasema, "Usiwaze kuhusu Charles. Ndivyo alivyo, ana aibu kidogo mwanzoni lakini akikuzoea ni mwanaume mzuri sana." Nilimwambia hivyo D. D aliacha tabasamu kubwa na kuanza kuelekea ndani huku akiniambia nimfuate. Basi alisema kwamba, "Oh, vizuri. Basi umejipatia mwanaume mzuri. Watu wanasema wanaume wenye aibu wanakuaga na tabia nzuri sana." Alisema huku sasa tukiingia ndani. Nikajibu kwamba, "Kwa Charles ni kweli na ni mkarimu sana. Anajitoa, anajua kupenda na ni mpole. Hakuna mwanamke asiyetaka mwanaume mpole." Nilimwambia hivyo. Wakati huu tulikuwa tumefika jikoni ambapo aliniuliza kinywaji changu kisha akanipatia, tukaenda sebuleni. D akasema kwamba, "Oh, unaonekana unampenda sana." Nikamjibu kwamba na yeye ananipenda pia. Msikilizaji, nadhani moyo wangu ulitaka aumie lakini kwa tabasamu alilonipatia sidhani kama nilikuwa nafanikiwa. Basi D akasema kwamba, "Vizuri, napenda kuona wanawake wakiwa na furaha kwenye mahusiano yao, wakipendwa nini." Alisema hivyo kwa furaha, nijitahidi kutabasamu tu. Basi nikamuuliza kwamba, "Vipi kuhusu wewe? Je, Kiani ni kila kitu ninachokitafuta kwa mwanaume?" Nilimuuliza. Alizungusha macho yake kidogo. Na kwa sekunde moja tu niliona huzuni au labda macho yangu hayaoni vizuri sababu tabasamu lake kubwa lirudi. Basi akasema kwamba, "Si unamuona mwanaume mwenyewe jinsi alivyo Gordon, Anavutia akiwa amesimama, akiwa amelala, akiwa ameloa jasho, hata akiwa anakula." Msikilizaji, hicho kipande cha mwisho kinifanya tabasamu nikikumbuka mara ya mwisho alipokuja kumuona Charles na kusifia chakula changu. Basi D akasema kwamba, "Kwa hiyo naweza kusema ndio." Alisema na kushusha pumzi kidogo kisha akasema kwamba, "Lakini hatujaja kuongea kuhusu wanaume. Na kabla sijasahau kuna kitu nilisema lazima nikuulize nikikuona sababu kwenye interview zote unazunguka mbuyu tu, hautupi majibu. Tafadhali hebu niambie ulimwandikia nani wimbo wa Nyota?" Niulize hivyo. Nilibaki nikimshangaa. Nijitahidi kutabasamu kidogo lakini nina hakika tabasamu langu linaonekana kabisa ni tabasamu la huzuni. Basi nikasema kwamba siwezi kumtaja, hakuna haja ya kumtaja. Kama nilivyosema kwenye kila interview, siwezi kumpata, siwezi kuwa naye, kwa hiyo hakuna haja ya kumtaja. Nilisema huku sasa nikiangalia pembeni. Alichokijua yeye ni sababu kubwa ya mimi kuandika huo wimbo. Sababu kabla ya yeye nilikuwa angalau ninaweza kujitia moyo kuwa nina nafasi. Lakini ile siku nilipoona wako kwenye mahusiano ndipo moyo wangu ulipokubali kuwa sitaweza kumpata Kian. Kwa hiyo D akasema kwamba, natamani kungekuwa na uwezekano wa kukutana naye. Unadhani huyo mtu anajua kuwa umemwandikia huo wimbo?" Aliuliza hivyo. Nilicheka kidogo nikasema hawezi kujua chochote sababu sijawahi kumwambia na hatuwezi kuonana wala kuwa pamoja sababu mtu mwenyewe ana mke na mtoto mmoja sasa hivi. Niliamua kumdanganya D ili tu aache kunigasi. Kuiweka sentence yangu ieleweke vizuri, nikaona ngoja nimwambie kwamba lakini si unaona niko kwenye mahusiano na mwanaume anayenipenda sana. Nina furaha, naweza kusema nimemsahau kabisa. Lakini Nyota ni kati ya nyimbo kubwa nilizowahi kuziandika, kwa hiyo bahati ya kurekodi ilivyofika sikuweza kupoteza huo wimbo. Nilimwambia hivyo D,
Sasa Dia alionekana kufikiria kidogo na hatimaye akashusha pumzi. Dia akasema kwamba nilidhani bado ni bachelor, ningejitolea hata kuwakutanisha. Alafu nilikuwa nataka nione tu utaandika wimbo gani baada ya hapo mkikutana. Una nyimbo kadhaa sasa, lakini wimbo wa Nyota ni kati ya nyimbo zenye hisia kubwa. Yaani hata kama sijawahi kujikuta kwenye hiyo, lakini ule wimbo unajua unanifanyaga na sisimka kila wakati nikiusikiliza. Yaani umepewa kipaji kizuri mno mpenzi. Hongera sana. Dia aliniambia sasa akirudisha macho kwenye tablet yake iliyokuwa miguuni pake, kisha akaifungua na kuelekea kwenye picha. Akasema kwamba asante sana, hata leo au kesho bado wimbo lazima niwe na hisia, japo sio za huzuni kama za siku nilipokuwa na uandika wimbo. Nilimweleza hivyo Dia alinitazama kutabasamu kidogo, kisha tukarudi tukitazama tablet yake. Mpaka sasa nyimbo nilizotoa ni 4, tukiachana na ile remix ya Nakubali. Kuna nyimbo kama Nyota ambao ndio wimbo unaoongoza kwa mauzo, ukifuatiwa na Walitamani, alafu unafuatiwa na namba 2, na wa mwisho ambao nimeutoa hivi karibuni msikilizaji ni Real Love. Uzuri wa hichi kipindi pia nilikitumia kujikuza katika upande mzima wa muziki. Na sasa hivi naweza kupiga kinanda vizuri sana kwenye nyimbo zangu zote, lakini sitafanya hivyo leo. Ikiwa leo ni siku ya Valentine, nimepanga kuziimba nyimbo zangu kwa kinanda tu na nyingine kuziimba kwa gitaa tu. Na nimefanya mazoezi ya kutosha. Hivyo jukwani leo nitapanda na Devi tu ambaye anaweza kupiga vyombo vyote hivyo. Michael aliamua kujitenga kabisa na mimi, hasa baada ya mimi kuwa na mahusiano na Chaz. Kwa hiyo nikabaki na Devi tu ambaye hatimaye mwaka jana alimaliza mkataba wake na Mr. Kipamba, hivyo yuko huru. Kwa hiyo ni moja ya sababu inayochangia mimi kuchagua kuimba hivi. Lakini hakuna lililoharibika. Siku Chaz aliyokuja na kutusikia kwenye mazoezi alifurahi sana. Kwa hiyo nadhani kila kitu kipo sawa. Nijitazama kwenye kioo huku nikiachia tabasamu. Kama ilivyo kawaida nimependeza sana. Na leo nimevaa wigi ambalo limebanwa kwa style fulani hivi. Yaani nimeonekana mtu wa tofauti kabisa. Naweza kuwa simpendi Delila, lakini acha nimpe haki yake. Jamani, amejua kunipendezesha. Ile siku aliponiambia nivae gauni la dhahabu, nilikuwa simuelewi, lakini nijitazama, yani kwanza nikijitazama kwenye kioo ni muda huo, yani siwezi kujutia kumsikiliza. Na kwa jinsi Chaz anavyonitazama wakati huu ni uthibitisho tosha kuwa nimependeza sana. Tulishuka kwenye gari na kuanza kwa kupiga picha na maswali mengi kutoka kwa waandishi wa habari. Angalau nimekuwa msanii anayefahamika sasa hivi. Nikipita sehemu lazima watu wanitambue. Dave alipokuja kukaa pembeni yetu, nilibaki nikimshangaa. Alikuwa amevaa suti nyeusi na shati jeusi ndani, kisha akaweka ua la dhahabu kwenye mfuko wa koti lake. Nilisema kwamba Mr. hawezi kuondoka hapo akiwa single. Umependeza. Nilimwambia sasa nikimkumbatia. Alicheka kidogo akasema kwamba nitampata wapi wakati kila mtu anakuja na mwenzi wake hapa kama wewe hivi umekuja na mpenzi wako. Alisema sasa akimgeukia Chaz na kumsalimia. Tuliendelea kutaniana pale na haikuchukua muda shughuli ikaanza. Angalau kipindi hiki ule uoga wa kupanda jukwani umepungua. Nimeshazoea kiasi. Wakati ulipokaribia kufika, tulienda sehemu ya tukio ambapo ni nyuma ya jukwaa. Tulikuwa tunaanza na Nyota, hivyo wakati MC anaendelea kuongea, tulipanda jukwani kwenye upande wenye giza. Waliweka kile kinanda kikubwa kabisa cha mbao. Dave alikaa kwenye kile kiti kidogo na mimi nilikaa juu ya kile kinanda huku nikiwatazama watu. Hatimaye nilipoitwa, taa ziliwaka na kunimulika wana. Kama kawaida haikuwa kazi kumuona Kian ambaye leo alikuwa ndani ya suti nyeupe na shati jeusi ndani. Lakini niliatoa haraka macho na kuwapeleka kwa Chaz ambaye alikuwa akinitazama kwa tabasamu kubwa. Niliimba wimbo wa Nyota taratibu sana huku ile taa ikinimulika. Wakati ule nikiwa pale nilijikuta nikiwaza mambo mengi. Kwanza, mimi kuhangaika na Kian wakati tukiachana na yeye kunisaidia kule mwanzo, hakuna kitu chochote alichonifanyia. Na kila siku usiku yuko kwenye mikono ya mwanamke mwingine. Lakini mimi nina mwanaume anayenipenda kwa dhati. Na kusema kweli sitamani kumpoteza Chaz. Sijawahi kupendwa hivi, kutunzwa nini. Kwa kipindi kirefu Chaz amekuwa akiniomba tuweke mahusiano yetu wazi, lakini nilikuwa nikimkatalia siku zote. Yani na wewe jiongeze. Ukiambiwa mahusiano kwa unaweka visingizio basi ujue kuna kitu kinazuia.
Kwa hiyo mimi nilikuwa sitaki aweke mahusiano yangu public. Akaniomba sasa nihamie kwake tuishi wote, lakini bado nilikataa sababu niliona ni mapema sana. Japo asilimia kubwa ya maisha yangu huwa nipo kwake, lakini nilikataa bado. Na akakubali. Hajawahi kunilazimisha, hajawahi kunikasirisha kwa sababu ya hilo. Amejitahidi kunipa kila kitu na amejitoa kwa ajili yangu kwa kila hali. Nadhani leo ndio wakati sahihi wa mimi kuweka mahusiano yetu wazi. Nilipomaliza kuimba wimbo wa Nyota, niliteremka kutoka kwenye kile kinanda na kusimama huku nguo yangu iking'aa kama jua. Nikasema ya kwamba wimbo huu unaofuatia ni kwa ajili ya mpenzi wangu. Niliposema hivyo, watu walipiga makofi. Bila shaka wengi walidhani ni Devi sababu nimekuwa nikiimba naye muda mrefu na kumekuwa na umbea kuwa tuna mahusiano. Ni moja ya sababu ya Charles kutamani kuweka mahusiano yetu wazi. Sasa nilivyoona watu pale wakiwa na ule hamsha kutaka kujua huyo mpenzi mwenyewe, nilisema ya kwamba no, sio Devi. Nilisema kwa sasa nikimnyoshia mkono. Kila mtu aliguna, kitu kilichonifanya nicheke. Nikasema ya kwamba napenda kutambua uwepo wa mpenzi wangu, mwanaume aliyenishika mkono tangu siku ya kwanza hadi leo. Wengi mnamjua kama meneja wangu, lakini kwangu ni zaidi ya hapo. Ni msaidizi, ndiye aliyenishika mkono kila siku, anayehakikisha ninatabasamu. Kwa hiyo hivyo nilisema kusasa, macho yangu akiwa kwa Chazi ambaye uso wake wote ulijaa furaha, na moyo wangu ulifurahi sana kujua kuwa mimi ndio chanzo cha hiyo furaha yake. Hata watu walikuwa wakimtazama pia nini. Nikasema ya kwamba baby, wimbo huu ni kwa ajili yako. Nilimwambia na kumgeukia Devi ambaye sasa tulipanga ili pamoja. Niliimba wimbo mpya kabisa. Ni wimbo ambao niliuandika kwa ajili ya Charles. Hajawahi kusikia, lakini nimeshaurekodi. Nina mpango wa kuutoa muda wote, muda ambao Charles ataniambia. Ukumbi mzima ulikaa kimya. Kila mtu alikuwa anahangaika kurekodi kuanzia nilipomtaja mpenzi wangu. Na Charles alikuwa akinitazama kama vile mimi ndio mwanamke pekee ulimwenguni. Kama vile mimi ndio nyota na jua na mwezi na upepo na kila kitu kizuri kilichopo duniani. Niliimba huu wimbo nikimtazama machoni na macho yake hayakutoka kwangu. Jina la wimbo ni Loving You. Ni wimbo unaoelezea sifa zote bora za Charles. Sababu nyingi za kwa nini ninampenda zote nilizijaza kwenye huo wimbo. Sasa baada ya pale tulihamia kwenye gitaa, ambapo hapo tuliimba nyimbo zote zilizobakia. Niliposhuka tu jukwani, Charles alikuja na kunikumbatia muda mrefu sana. Charles akasema kwamba Mara, nakupenda sana. Nikasema nakupenda pia Charles, asante kwa yote unaonifanyia. Nilimwambia na kubaki nimemkumbatia tu. Basi Charles akasema kwamba achana na hii sherehe na kila mtu. Hebu twende nyumbani, nataka nikwambie namna gani ninakupenda lakini kwa vitendo. Na nikitandani mimi na wewe. Basi aliniambia huku sasa akishika mkono wangu na kuvuta kuelekea nje. Nilibaki nikicheka huku sasa nikimfuata. Tulipoingia tu kwenye gari, Charles hakujali kama kulikuwa na dereva wala nini. Yeye alichokifanya hapo ni kunivuta na kunipiga busu. Basi Charles akasema kwamba natamani tufike nyumbani ili niichane hii nguo, maana naona kama inanichelewesha hivi. Alisema huku sasa akibusu shingo yangu na kunichanganya zaidi. Nilivua miwani yake na kuiweka kwenye mfuko wa koti, kisha akarudi kunibusu kila sehemu ya mwili wangu. Na aliniambia kwamba unajua ulivyokuepo pale juu unaimba kwa ajili yangu mbele ya dunia nzima. Yaani nilikuwa najiuliza tu, nimempa nini Mungu kukupata wewe? Unajua hii ni zawadi nzuri sana Valentine, kuliko zawadi yoyote utakayowahi kunipa. Alisema hivyo Charles huku midomo yetu ikiwa karibu sana. Alikuwa ananichanganya sana, hivyo nilisogea na kukutanisha midomo yetu. Dereva alikohoa kidogo kabla ya kusema tumefika. Charles akasema oh vizuri. Alisema sasa akishuka haraka na kuzunguka upande wa pili, ambapo nilikuwa ndo nimeshuka tu kwenye gari na aibu ndo imeanza kunijia sasa. Charles alininyanyua na kuanza kuelekea ndani. Nilisema kwamba Charles, naomba nishushe, mimi naweza kutembea mwenyewe. Nilimwambia sasa nikicheka. Charles akasema kwamba wewe utachelewa, mimi najua sana utachelewa, kukubeba inaharakisha maisha. Aliniambia, na kama kuwekea mkazo point yake, alibonyeza lift na kunishusha chini huku sasa akinisogelea. Akasema si unaona? Haraka sana yani. Alisema sasa akitoa miwani yake mfukoni na kuivaa tena. Nikamwambia kwamba naomba upunguze bwana haraka. Akasema wewe napenda kuona uso wako vizuri. Aniambia na kunishika mkono. Lifti ilipofunguka tu alinivutia ndani ya lifti na kurudi kunibusu.
Ghorofa ya 5 sio mbali kabisa. Tulipofanikiwa kuingia ndani kwake na kufunga mlango, alishusha pumzi kama vile alikuwa anabeba gunia siku nzima. Kisha akanigeukia na kuchana gauni nililokuwa nimevaa. Alijaribu lakini hakuweza. Kitambaa kilichotumika kilikuwa kigumu sana. Asa Charles akasema kwamba itabidi uvae nguo laini ili niichane. Nataka kuchana nguo mwilini mwako. Nikasema kwamba Charles, kwa nini tusiende chumbani angalau? Charles akasema wewe, chumbani mbali sana. Tukienda huko, yani unaenda kuoga tu na kuvaa kile gauni chako unachokipenda alafu nikichane. Nitahakikisha ulale leo. Yani itakuwa ni mimi nikikuridhisha tu usiku kucha. Utakuwa yani usiku ambao hautausahau maishani. Aliniambia hivyo na kuachia tabasamu alipofanikiwa kufungua zipi ya ile nguo. Na kweli Charles akutania. Hadi kuna kucha sikulala hata kidogo. Lakini hata hivyo wakati tuliporudi nyumbani ilikuwa ni saa 6:30. Kwa hiyo nadhani masaa 5 hivi. Lakini kweli ameweka rekodi ambayo haina mpinzani kwenye maisha yangu. Alinivuta na kunikumbatia huku sasa akifunga macho yake tayari kwa kulala. Na mimi sikuchukua muda, usingizi ulinichukua. Niliamshwa na simu yangu ikiita. Nilichukia na kuipunguza sauti kisha nikaendelea kulala. Lakini iliendelea kuita tu. Charles akaniambia, "Wewe mwanamke, pokea simu." Alisema kwa sasa akinitikisa. Hata yeye alikuwa na usingizi mzito. Sasa nilichukua na kuipokea. Sauti kali ya D iliweza kusikika ikiniita. Nikamwambia Heidi. Akasema kwamba sorry, nimekuamsha jamani usingizini, lakini nitaka tu nikwambie kwamba jana Kian amenivalisha pete ya uchumba. D alisema kwa furaha sana. Maneno yake yalikata usingizi wangu wote. Najua nilisema sitajali wala nini. Nilisema nitaelekeza macho yangu na moyo wangu kwa Charles, lakini ni Kian. Tunamwongelea Kian, msikilizaji. Sasa nikasema kwamba unasemaje? Nilisema bila kutegemea na kujishtukia kuwa sauti yangu imetoka kwa ukali kidogo. Hivyo nikakaa vizuri na kuongea tena nikasema kwamba sijakusikia vizuri D. Nilimwambia angalau sasa hivi akili yangu imejiandaa. D akasema ya kwamba nakwambia hivi, mimi ni mchumba wa Kian na nimeshachagua wewe ndio utanisimamia kwenye kila kitu kinachohitajika. D alisema hivyo kwa furaha sana. Sasa mimi nilishuka kitandani na kuvaa t-shirt kubwa ya Charles na kuelekea sebuleni huku simu yangu ikiwa sikioni nikimsikiliza Delila akiongea kama radio. Akinieleza kwa kina jinsi ilivyokuwa siku ya jana. Moyo wangu uliuma sana. Sijui Kian ananionaje machoni mwake. Ile furaha yote niliyokuwa nayo jana ilitoweka. Na hata sielewi kwa nini D ameona mimi ni mtu ninayefaa kusimamia katika chochote anachotaka. Sasa baada ya D kumaliza kuongea, nilimpa pongezi zake na kumwambia tutawasiliana baadaye. Alipokata simu tu, nilienda chumbani na kuoga sababu usingizi wangu wote umetoweka. Moyo ulikuwa unauma. Haya ni maumivu ambayo sijawahi kuyasikia na sijui nitawezaje kupiga hatua kutoka hapa. Jana nilidhani nina furaha sana. Nilidhani hakuna chochote kinachoweza kuniondolea furaha yangu. Nilitoka na kuita Uber kisha nikaenda nyumbani kwangu. Kwenye chumba ambacho ndio kina vyombo vya muziki na nimekuwa nikikitumia kujifunza. Niliona muziki na mazoezi ndio njia pekee ya mimi kuweza kuondoa yale maumivu. Nikiwa katika huzuni yangu na machozi yangu, nilipata wimbo. Ulikuwa ni wimbo wa huzuni sana. Niliuandika kabisa na kupiga kinanda huku nikiimba, lakini niliuacha tu. Niliogopa hata kumuonesha Charles kwa sababu najua ataelewa kila kitu. Charles ameishi na mimi muda wa kutosha kujua kuwa kila wimbo wangu ninaoandika kwa hisia mara nyingi ni kutokana na hali ninayoipitia. Na kwa mtu yeyote anayenijua vizuri, akiusoma tu wimbo ataelewa unamhusu nani. Hivyo mpango wangu ni kuuficha wimbo. Sijui hadi lini, labda sitakani utoe au labda miaka kadhaa baadaye Kian akishaoa na kuwa na watoto labda. So nilikuwa nikiimba kwa uchungu sana na sikuweza kuzuia machozi yangu, japo nijitahidi sana. Hivyo sikusikia hata mlango ulipofunguliwa na Davy akiingia. Nyumba yangu unajua imekuwa ni kama sehemu ya mazoezi sasa. Hivyo nilimpa Davy funguo zake ili aweze kuja wakati wote kufanya mazoezi. Asa Davy akaniuliza kwamba Mara, kwa nini unalia? Nini kimetokea? Davy aliuliza kwa wasiwasi huku akisogea karibu yangu. Nijitupa mikononi mwake huku nikilia kama mtoto. Hiki ndio kitu pekee nilichohitaji. Mtu akunishika hivi niweze kulia hadi maumivu yangu yaishe. Najua mimi ni mjinga kumlilia mtu ambaye hata hajawahi kuonesha dalili zozote za kuvutiwa na mimi.
lakini siwezi kuupangia moyo. Nilipotulia kidogo, Devi aliniachia na kunitazama kwa huruma. Bila shaka amesoma wimbo nilioandika na atakuwa ameelewa kinachoendelea. Devi akaniambia kwamba Mara, mbona kama umeandika wimbo kwa ajili ya Kiani au unakosea? Aliniuliza huku sasa akinitazama kama haamini. Niliitikia tu kwa kichwa. Alinivuta na kunikumbatia tena. Akasema kwamba Mara, unafanya nini rafiki yangu? Msikilizaji, hiyo ndio shida. Hata mimi sijui ninachokifanya, lakini najua tu sio kitu sahihi, lakini siwezi kujizuia kuumia. Nimejitahidi sana miaka 2.5 sasa. Kwa nini hanioni mimi Kiani? Kwa nini hanioni? Nimeshajaribu kumpenda mtu mwingine, lakini kwa nini moyo wangu hautaki kuungana na akili yangu ifanye kitu kilicho sahihi? Nimebaki kuandika nyimbo kwa ajili ya mtu mmoja tu ambaye hata hanioni kama mimi ninavyomuona. Basi Devi akaniambia, hebu nyamaza kidogo basi, alafu niambie kila kitu. Devi alisema huku akinikumbatia. Sasa wakati nikijitahidi kutulia, simu yangu ilianza kuita. Nilipoangalia na kuona jina la Chaz, nilianza kulia upya, tena kwa sauti. Devi akaniambia, Mara, tulia. Inabidi upokee simu ya Chaz. Au unataka mimi nipokee? Basi Devi aliniuliza huku akijaribu kuchukua simu yangu. Niliwahi na kuitoa mikononi mwake, huku nikifuta machozi pamoja na makamasi kwa kutumia mkono wa t-shirt ya mikono mirefu niliyokuwa nimeivaa. Nilikohoa kidogo ili sauti yangu iwe vizuri. Simu ilipoita mara ya pili nilipokea. Asa Chaz akauliza kwamba, baby, uko wapi? Unajua umenogopesha sana, nimeamka upo? Chaz aliuliza bado akiwa na sauti ya usingizi. Nikasema kwamba sorry baby, kuna idea nimepata kuhusu ule wimbo wako wa jana. Nikaona nisipoifanyia kazi nitaupoteza, kwa hiyo nisamee, nilitoka haraka tu kulivyokucha. Nilimwambia sasa nikijitahidi kumchanganya. Akaniuliza kwa wasiwasi wa kwamba, mbona unaongea kama una mafua hivi? Nikasema amna baby, nimeimba sana tu. Akasema nilitaka nikukumbatie niendelee kulala, lakini naona sasa inabidi tu niamke, ngoja nije kukaa na wewe, yani nimeshakumisi. Nikasema kwamba usihangaike hata bebe wangu, usihangaike, Devi ameshakuja, tunafanya mazoezi hapa, kwa hiyo usiwe na haraka, fanya tu vitu vyako taratibu, ukiwa unakuja utaniambia. Nijitahidi kuongea kwa upole. Chaz akaniambia kwamba sawa mpenzi, nakupenda sana. Nilitaka kumjibu na kupenda pia, lakini unajua kama umpendi mtu alafu anakuambia sawa mpenzi nakupenda sana, yani kuirudisha ni kama nadhani watu ambao hampendi mnanielewa yani watu ambao mnaendelea kupoteza muda wa watu wengine mtalaaniwa nyie. Kwa hiyo mimi nitaka nimjibu kwamba nakupenda pia, lakini kuna kitu kilikuja kunikaba hapa kooni. Sasa Devi aliona macho yangu alivyojaa machozi. Akaona aanze kubonyeza kinanda na kuongea kama vile tupo kwenye mazoezi. Kisha Chaz akakata simu. Nijitahidi kutulia kwa sasa. Devi akaendelea kunikumbatia na kunibembeleza. Nilipotulia nilimueleza kila kitu kuhusu maisha yangu. Sikuruka chochote wala kuficha chochote. Devi ametokea kuwa rafiki yangu mkubwa sana. Watu wengine tunakuwa wote kipindi cha raha, lakini Devi kwa kipindi chote amekuwa rafiki, kaka, mshauri, mwalimu, mpiga muziki wangu. Devi amenipenda vile nilivyo, hivyo sikumficha kitu chochote. Devi alinikumbatia kwa muda mrefu sana. Nilipomaliza kumweleza kila kitu, na hisi aliona maneno pekee atoshi. Devi akaniambia kwamba Mara, nakupenda sana. Sio hivyo ninavyowaza. Mimi namaanisha sio kama Chaz, lakini mimi nakupenda kama rafiki. Kwa hiki kipindi kifupi umekuwa rafiki mwema sana kwangu. Na mimi nikiwa kama rafiki yako ni wajibu wangu kukuambia ukweli. Devi alisema huku akinitazama. Najua tu chochote atakachoniambia hakitakuwa kizuri. Basi Devi akaniambia kwamba acha kumdanganya Chaz. Moyo wako upo kwa mtu mwingine. Ni bora umuache ikiwa bado mapema kuliko baadaye ambapo ataumia zaidi. No, siwezi kumfanyia hivyo Chaz. Najua nitajifunza tu kumpenda. Mpaka jana usiku nilala nikiwa nampenda sana, na niliona hakuna kitu chochote kitakachoingilia furaha yetu hadi huyo Dalila aliponipigia simu asubuhi na kunipatia hizo habari zake mbaya. Namchukia sana tu. Natamani hata aanguke hapa suke kichwa. Wamekuwa pamoja muda gani kwani? Hata mwaka hawajamaliza alafu wanaoana. Kama ndio hivyo hata mimi na Chaz tunaweza kuoana sasa. Msikilizaji, nilikuwa nalalamika huku sasa nikiwa nimekasirika. Devi alicheka. Akasema kwamba Mara, seriously? Anyway, mwambie Chaz ingali ni mapema. Hapana Devi. Mimi nitajifunza tu kumpenda Chaz. Yaani mpaka hapa nilipo nampenda sana tu. Yawezekana sijafikia kiviwango
anavyonipenda yeye, lakini ukweli nikiwa mimi nampenda sana. Anyway, nampenda sana Charles Devi, elewa tu hivyo. Hata Zaki mwenyewe mimi sijawahi kumpenda hivi, pamoja na kuwa yeye ndo alikuwa mwanamume wa kwanza. Kwa hiyo Charles yuko juu kabisa, nampenda. Niliweka msisitizo, japokuwa sijui nani ndo alihitaji kuamini haya maneno yangu. Ni Devi au ni mimi mwenyewe? Basi Charles alisema kwa furaha akiwa amesimama mlangoni, akisema kwamba nakupenda zaidi na zaidi baby. Nilishtuka sana na kumgeukia. Akaniambia kwamba kwa nini ulikuwa unalia? Aniuliza tu aliponiona, bila shaka macho yangu ni mekundu na yamevimba. Nilipaniki kwa sababu hata sielewi nimdanganye vipi. Sasa Devi bwana alinisaidia, akasema kwamba nilikuwa namuonesha views za ule wimbo wake wa jana. Nadhani hakutegemea kama watu wangeupokea vizuri vile. Yaani kila kitu alichofanya jana ni A class. Devi alisema kwa sasa akitoa simu yake mfukoni. Nijitahidi sana nisishtuke sababu natakiwa niwe nina hizo habari tayari. Cheza akasema kwamba Mara, hivi lini utaacha kulia hivi ukiwa na furaha jamani? Cheza alisema huku sasa akinivuta na kunikumbatia. Nilifunga macho yangu na kujikaza sana, lakini machozi yalishuka kidogo, angalau sasa wakati huu silii kama chizi yani. Aliniachana kunibusu paji la uso, kisha kaniaga kuwa kuna vitu anaenda kufuatilia mjini. Devi alibaki akinitazama kama lile jicho ambalo mama anakukata ukiwa unasumbua wageni. Lakini sikuthubutu kusema chochote hadi Charles alipoondoka, na siwezi kufuata ushauri wake kwa sababu mimi nampenda Charles kama nilivyosema msikilizaji. Najua utanitukana nini kwamba kama unampenda kwa nini bado unawaza wanaume wengine. Tuendelee kusikilizana, ndio maana niko hapa kukuhadisia yote yaliyonikuta. Tulia hapo msikilizaji. So mimi sikurudi nyumbani hadi jioni. Nilipofika nilikuta Charles ameandaa chakula cha jioni na amewasha mishumaa, kamwaga maua chini. Ilikuwa ni kama kipande cha movie, lakini hii haikuwa movie. Huu ulikuwa ndo ukweli wala sio ndoto. Nilijikuta nikiacha tabasamu huku nikisahau huzuni yangu kwa muda. Charles alikuwa amevaa amependeza hadi nikaanza kujiona mchafu. Nilikuwa nimevaa boyfriend jeans, wote tunajua zilivyo kubwa, na juu nilivaa t-shirt kubwa pia. Sikuwa na mood ya kupendeza kabisa leo. Msikilizaji, ukiona mwanaume kama Charles ni ngumu hata kuwa na huzuni. Alikuwa amesimama akinitazama kwa upendo mwingi machoni hadi moyo wangu uliuma. Uso wake umejaa tabasamu na alikuwa amenyoosha mkono wake akinisubiri nimfuate. Charles, nilisema kwa sasa nikisogea na kumpatia mkono wangu. Bila kutegemea alinivuta na kukutanisha midomo yetu. Alinibusu kwa muda mrefu sana hadi niliishiwa pumzi. Aliponiachia alikuwa akinitazama kwa upendo mkubwa sana. Akasema kwamba nakupenda Mara sana tu. Alisema kwa sasa akibusu paji la uso wangu. Hata mimi ninampenda sana. Hata kama sio hivi, lakini najua kuna sehemu ya moyo wangu unampenda sana. Basi nilimwambia kwamba unanukia na umependeza, unanifanya jione kama ombaomba. Akasema kwamba wewe ni mwanamke mrembo sana Mara. Yaani hata ukisema uvae gunia bado utabaki kuwa mwanamke anayevutia kulikote. Najua nanuka jasho, kwa nini siende kuoga nikavaa vizuri kidogo? Nilimwambia kwa sasa nikimtazama kwa tabasamu. Halikuwa la uongo, lilikuwa la kweli. Aliposema upendo wake unaweza kututosha wote, hakukosea. Labda nikimshikilia vizuri, upendo wake unaweza kututosha wote. Siku sio nyingi nitazoea na kusahau tena kuhusu nani? Kuhusu Kian. Nitabaki kumuona Charles tu. Na kama sasa hivi upendo wake unatosha kunifanya nitabasamu na nifurahi, nadhani naweza kuishi hivi. Basi Charles aliniita huku sasa akibusu shavu langu na kunitoa kwenye mawazo yangu. Akaniuliza kwamba vipi unawaza nini? Nawaza ulivyo mwema kwangu, sijui nimempa nini Mungu kwa kupata wewe Charles. Sijui nimefanya nini ili kukupata wewe. Nilimwambia hivyo ukweli wa moyo wangu. Charles aliachia lile tabasamu linalofanya uso wake wote ung'ae. Na kusema kweli Mungu hakukosea kumuomba. Ni mwanaume ambaye kila mwanamke anamtamani na ninajivunia kusema macho yake yapo kwangu tu. Lakini kwa nini sasa moyo wangu hautulii? Basi Charles alicheka. Akasema kwamba umeunasa moyo wangu Mara. Yaani nipo mateka kwako na siwezi kulalamika kabisa. Sifurukuti wala sihangaiki. Charles alisema hivyo na kuibusu pua yangu. Nilicheka kidogo nikasema ngoja nikaoge basi. Nilimwambia sasa nikijaribu kumwachia, lakini alinishika kwa nguvu akasema kwamba unaweza kuoga baadaye.
Siwezi kuendelea kukusubiri. Nataka kula na wewe na kuna kitu nataka nikuulize. Usijali chochote. Yaani machoni mwangu unavutia, kwa hiyo hakuna haja ya kupendeza kwa ajili yangu. Chaz alisema hivyo. Nilitabasamu, lakini akili yangu ilianza kuwaza ni kitu gani anachotaka kuniuliza. Sikuweza kuvumilia, nilijaribu kumuuliza. Akasema ya kwamba wewe swali itakuja baada ya chakula tu. Tule kwanza. Najua ukiwa na Devi hata muhangaikagi kula. Yule jamaa atakuja kumuua mke wake kwa njia siku atakayompata. Chaz alisema sasa, akivuta kiti na kunitengenezea nikae vizuri kabla hajakaa kwenye kiti kinachoangaliana na mimi. Sasa mezani kulikuwa kuna kuku wale waliokaangwa na unga wa ngano. Nawapenda sana. Pembeni kulikuwa na pilau. Tumbo langu liunguruma kunikumbusha kuwa sijala siku nzima. Basi nimwambia Chaz ya kwamba nakupenda sana. Nilisema sasa nikipakia chakula. Ile harufu ilizidi kunichanganya. Chaz akasema ya kwamba kama ningejua chakula kinatosha kukufanya unipende, ningekuwa nahakikisha kila ukiniona nina mfuko wa chakula. Basi Chaz alisema hivyo na kunifanya nicheke. Tuendelea kupiga story nyingine, lakini asilimia kubwa ilikuwa ni kupanga mipango ya mwaka huu. Hasa kuhusu kolabo ambayo tumeamua kuanza na wasanii wa nchi karibu yani nchi karibu ambazo zipo na Tanzania, mfano Kenya, huku tukiendelea kusogea taratibu na hatimaye sasa tutafika huko Ghana na Nigeria. So tulipomaliza kula, Chaz hakutaka hata nimsaidie kuondoa vyombo. Aliniambia niende kukaa sebuleni. Airudi na glasi za wine. Nikamuuliza kwamba unataka kuniuliza nini? Chaz akasema wewe mwanamke, utaki hata chakula kishuke kwanza? Alisema kwa kitabasamu. Alitulia kidogo kisha akavuta pumzi na kuweka glasi yake mezani. Alikuwa anatetemeka. Kitu gani cha kumfanya Chaz atetemeke? Ni kitu gani anachotaka kuniuliza cha kumfanya atetemeke? Nilibaki nikishangaa. Nilishangaa Chaz alipoinuka na kuingiza mkono wake mfukoni huku akipiga goti. Ananitania huyu hawezi kuwa serious. Alitoa kibox kidogo ambacho hakiwezi kutoshea kitu chochote zaidi ya pete. Maneno yote yalikwama kwenye koo langu. Akasema ya kwamba Mara, najua unaweza kuona bado ni mapema sana, lakini tangu siku ya kwanza nilipokuona nilijua wewe ni mke wangu. Kwa hii miezi minne tulipokuwa wote ni kati ya miezi bora niliyowahi kuishi maishani. Umenifanya mwanaume mwenye furaha sana. Sioni Kabla Chaz hajamaliza hotuba yake nilimkatisha. Nikasema, Chaz, haiwezekani. Nilimwambia kwa sasa nikitikisa kichwa changu. Na hapa ndo jua kwamba wote wanaokataa kuvalishwa pete ya uchumba na umekana huyo mtu kuna kitu. Mimi nimwambia Chaz hapana. Wakati yote tumeshafanya mambo mengi kama wapenzi nini. Chaz alishangaa kwa uzuri sana akauliza, Mara, kwa nini? Nikamwambia kwamba Chaz na miaka 23. Chaz akasema, na mimi na miaka 27. Alinijibu sasa huku akiinuka kutoka pale chini. Akaniambia kwamba Mara, umri sio shida. Aliniambia kwa msisitizo huku sasa akijaribu kuchukua mkono wangu, lakini niliutoa na kurudi nyuma. Nikasema kwamba Chaz, tumekuwa pamoja kwa miezi mitatu tu. Sijui vitu vingi kuhusu wewe na hata wewe haujui kuhusu mimi. Kabla sijamaliza alinikatisha akasema kwamba kama ni kujuana tunaweza kukaa hapa na kuongea kila kitu usiku wa leo na kikaisha. Na kuhusu muda, Kian na Dee wamekuwa pamoja muda mfupi tu, lakini wamevalishana pete jana. Chaz aliniambia kama vile hiyo sentensi inaelezea kila kitu. Nikamuuliza kwa hasira kidogo kwamba kwa hiyo yote haya ni kwa sababu mwenzako amefanya na wewe unataka ufanye, si ndio? Chaz akasema yote hii ni kwa sababu nakupenda Mara. Na wewe unanipenda pia, Jana uliambia dunia nzima unanipenda. Sasa kwa nini isiwe milele kabisa? Chaz alisema hivyo. Nikaanza kuyawaza upya maneno ya Devi. Labda jana nilikosea sana. Basi nilimwambia Chaz ya kwamba nisamehe sana Chaz, lakini sipo tayari kufunga ndoa na wewe. Yaani kwa ufupi sipo tayari kufunga ndoa sasa hivi. Sio na wewe wala na mtu mwingine. Nilimwambia kwa sasa nikichukua ile glasi na kunywa wine yote iliyokuwa imebaki. Chaz kwa hasira kauliza kwamba kwa hiyo kuna mtu mwingine wa kukuoa, si ndio? Nilimuuliza kwamba una shida gani Chaz? Nilimuuliza sababu sielewi vitu vyote anavitoa wapi. Chaz akasema kwamba unadhani sioni Mara? Hivi nadhani mimi sina macho? Umeamka na furaha, unaenda kulia mikononi mwa Devi.
Umeamka na huzuni, utaenda kulia mikononi mwa Devi. Tumekosana, utamwambia Devi. Kuimba, unaimba naye. Kila sehemu unaenda naye. Wakati mwingine hata mimi sihitajiki kwenda, lakini yeye lazima ahitajike. Hivi nadhani mimi sioni? Charles alikuwa anafoka kabisa. Nilimwambia kwa hasira ya kwamba tutaongea asubuhi ukiwa unafikiria vizuri. Siwezi kugombana na wewe kwa sababu za kijinga hivi, siwezi. Unajua kabisa Devi ni rafiki yangu na niko naye karibu, sababu unajua lazima niimbe live na Devi. Na Devi ndo mpigaji wangu. Nidhani unalijua hilo tayari. Anyway, tutaongea kesho. Nilimwambia kwa hasira na kuelekea chumbani. Hapa ndio utajua kwa nini wanaume wanakataa urafiki. Yaani urafiki kati ya mwanamke na mwanaume. Hawataki kabisa. Yaani mwanaume akishakupenda hataki urafiki na wanaume, hataki. So mimi nilielekea bafuni moja kwa moja. Nikaoga kisha nikajiandaa kwa kulala. Nilipanda kitandani na kujifunika nikijaribu kulala, lakini usingizi haukuja. Nilikuwa na hasira sana. Charles alipoingia chumbani nijifanya nimelala hadi alipomaliza mambo yake na kupanda kitandani. Alisogea na kunikumbatia. Akasema kwamba najua hujalala. Naomba unisamehe mpenzi wangu. Ni kwamba tu naogopa kukupoteza. Haujui tu wanaume wanavyokutazama. Natamani kila mtu ajue kuwa wewe ni wangu. Charles alisema huko akiwa amenikumbatia. Nikasema kwamba Charles, ni jana tu nimetoka kuiambia dunia nzima kuwa mimi ni wako. Hivyo naamini kila mtu anajua kuwa mimi ni wako Charles. Nilimwambia kwa upole. Ilikuwaje sijui, lakini midomo yetu ilikutana na tukuishia hapo. Dakika chache baadaye tulikumbatiana, kila mmoja itabasamu baada ya kuridhika. Charles akaniambia kwamba nakupenda sana Mara kuliko unavyoweza kuwaza. Charles aliniambia hivyo na kunifanya tabasamu. Nikasema nakupenda pia Charles. Nilimwambia na kumkumbatia vizuri kisha tukalala. Kulipokucha, Charles aliniamsha na mabusu mengi sana. Alikuwa ameshaandaa chai, hivyo baada ya kuoga na kuvaa nilienda sebleni, tukapata kifungua kinywa. Ilikuwa kama tumerudia kawaida yetu. Asa baada ya pale tulitoka sababu tulikuwa na kazi ya kuandaa wimbo. Nilitakiwa kutunga wimbo. Kama nilivyosema msikilizaji, tunaanza na msanii wa Kenya. Na uzuri ni kuwa sio mimi niliyemtafuta. Alinitafuta mwenyewe na kuomba tufanye collab. Kwa hiyo ni mwanzo mzuri sana. Ni msanii anayefahamika Kenya, kwa hiyo siwezi kulalamika. Kwa hiyo leo huyo msanii anakuja Dar kwa ajili ya sisi kuanza hilo zoezi la kutengeneza wimbo. Hivyo nilivaa vizuri na kutoka nikiongozana na Charles kama dereva wangu. Tulienda na kumpitia Devi ambaye Charles alikuwa anamkata jicho alipoanza kunitania. Maskini Devi wa watu hata haelewi kinachoendelea. Tulifika uwanja wa ndege kwa ajili ya kumpokea. Tulitegemea swala hili lingekuwa kimya kimya, lakini hata sijui waandishi wa habari walijuaje tulipo. Ninachojua tu ni kuwa tulikuwa na waandishi wa habari. Yaani tulivamiwa na waandishi wa habari. Maswali yakawa mengi sana na mambo kama hayo nini. Tulipofanikiwa kutoka pale tulikuwa tunacheka sana. Sasa Tony Music alikuja na jopo lake la watu. Mpiga picha wake, producer wake, mlinzi, mtu wa kumvalisha na mambo mengi. Yaani hata mimi mwanamke sitembeagi na mtu wa kunivalisha. Alafu kizingatia tunakutana kwa ajili ya kutengeneza wimbo. Sio kwamba tunaenda jukwani, hapana. Tony atakuwa ndo msanii wa kwanza mimi kufanya naye collab, na ninaitazama ni kama mafanikio kwangu. Sasa Tony na mimi tuliingia gari moja, huku watu wengine wakitawanyika kwenye magari mengine tuliyokuja nayo. Sijui hata Charles ameishia kupanda gari gani. Sasa Tony akaniambia kwamba akiwa breath of fresh air. Tunaniambia na kunifanya tabasamu. Nilimwambia kwamba nasubiri kwa hamu studio sessions zetu kesho. Tony akasema kwa nini tusubiri kesho? Leo natakiwa kuperform klabu yetu kubwa. Kwa nini tusianze mazoezi hapo? Tunaniambia sasa akiangalia nje upepo mzuri ukimpuliza. Nilimwambia kwamba leo, lakini kwa siku leo sikuwa nimejiandaa. Tony akasema Gordon, kwa sauti yako na hizo live performance unazofanya kila wakati, sidhani kama unahitaji mazoezi. Kuna ile wimbo wako Loving You, nadhani tunaweza kuimba vizuri wawili. Alivyosema hivyo na kunikonyeza, nikasema kwamba najua lakini sijajiandaa. Alinikatisha kwa kusema kwamba kwani unapenza zote leo usiku? Aliniuliza hivyo mimi nitikisa kichwa changu. Akasema okay sawa, nadhani hiyo issue tayari imeshapangwa, twenda wote kuanzia saa 4 hivi mida ya wanga. Alisema kwa kitabasamu. Nikasema basi tutakuwa club leo usiku. Nilimwambia sasa nikigeuza kichwa changu na kuangalia nje. Kulikuwa na ukimya kidogo, lakini bahati nzuri tulishafika hotelini. Kabla hata sijafungua mlango, Charles alifungua kwa nje.
Nilimtazama kwa tabasamu sababu najua hataki shukrani. Picha zilikuwa nyingi, yani kila mtu aliyekuja na Tony ana fujo. Sio mpiga picha, sio mlinzi, sio director, sio mvalishaji, hata Tony mwenyewe yani hajatulia. Uwanja wa ndege hadi hotelini yani nimeshachoka. Sitamani hata huo usiku ufike. Basi tuliagana na Tony huku sasa akinikumbatia na kunibusu kwenye shavu akiniambia tutawasiliana usiku. Nitabasamu tu na kumuaga, tukaanza kuondoka kuelekea kwenye gari. Asa Chezi kwa hasira kidogo kaniuliza kwamba anamaanisha nini mtawasiliana usiku. Nikamwambia kwamba atakuwepo pale Lesep baadaye. Amenialika twende wote. Nilimwambia Chezi na kumuona akikunja sura. Ni kitu gani tena hiki? Kabla hata sijawaza cha kumjibu, Devi alianza kuongea akasema kwamba yes ndio bwana. Niambie tunaenda wote tajiri wangu. Unajua tangu umeniambia una mpango wa kufanya collab na Tony, nimekuwa nikiwaza mtaonekanaje mkiwa wote jukwani. Yaani nimezoea kukuona mwenyewe, usiniache tajiri wangu. Devi alisema kwa furaha huko akiigiza kukutanisha mikono kama anaomba hivi. Nilicheka na kumsukuma nikasema kwamba yani wewe utadhani naweza kukuacha. Usahau kubeba gitaa lako japo nadhani halitatumika lakini tuwe nalo tu. Labda anaweza kumshawishi Tony kuimba acoustic. Nilisema kwa sasa tukielekea kwenye gari. Basi Devi huku akicheka akasema kwamba Tony ni mtu wa club bangers. Yani unataka aimbe nyimbo ya kubembeleza akiwa amekaa kwenye kiti anapigwa gitaa? Devi aliuliza kwa kicheka. Devi akasema kwamba hilo lazima liende vizuri, ndio maana sitaki kukosa hii nafasi ya pekee. Devi aliendelea kuongea huko akicheka. Niliamua kumgeukia Chazi ambaye alikuwa kama amekula malimao. Nilikaa kimya kwa sababu sidhani kama kuanza kuongea kuongelea matatizo yetu mbele ya Devi itakuwa ni jambo la busara. Tulifanikiwa kuingia kwenye gari, Chazi akiwa ndo dereva na mimi nilikaa naye mbele. Devi aliingia siti za nyuma. Tulianza kwa kumshusha Devi kisha safari ya kurudi nyumbani ikaanza. Basi nikamuuliza Chazi ya kwamba Chazi, mbona umekasirika mpenzi wangu? Nimuulize kwa sasa nikijaribu kuugusa mkono wake uliokuwa kwenye gia, lakini aliutoa na kujifanya anajikuna. Chazi akasema kwamba unaniuliza hilo swali kweli? Kwa hiyo wewe umealikwa klabu na unaenda tu. Haujawaza hata kuniuliza mimi kama mpenzi wako. Nikasema kwamba Chazi jamani, tunaenda klabu na wewe utakuepo na watu wote hao watakuepo. Nini kibaki kinachoweza kutokea sasa? Nijitahidi sana kuongea kwa upole. Chazi akasema kwamba najua lakini natamani angalau ungeniuliza basi. Chazi alisema kwa sauti ya upole. Nikasema kwamba Chazi, hii ni kazi. Siku zote kazi tulipa kipaumbele na sio kwamba Tony eti alinipa nafasi ya ukataa. Kama ingekuwa ni uamuzi wangu, leo jioni ningekuwa mikononi mwako nikimalizia kuangalia series yangu. Nilimwambia nikamwona anatabasamu akasema okay, nisamee ni kwamba tu unajua Tony ni muimbaji mwenzako, kwa hiyo naogopa labda unaweza kuona ghafla kuwa anakufaa, sababu mimi hakuna ninachofanya zaidi ya kuendesha gari na kukupangia vitu vya kufanya. Chazi alisema kwa huzuni. Nikasema kwamba Chazi, unajua kabisa mimi nisingekuwa hapa kama usinge nishika mkono. Wewe una nafasi kubwa sana moyoni mwangu. Tafadhali, tusifanye hiki kitu kidogo kuwa kikubwa kuliko kinavyotakiwa kuwa. Nilimwambia. Chazi aliachia tabasamu kubwa. Akasema nakupenda sana Mara. Nikasema nakupenda pia. Basi nilimwambia na kuangalia simu yangu ambapo waandishi wa habari wengi walisha post ile video ya uwanja wa ndege na nikaona Tony Music amenitagi kuwa tutakuwa wote baadaye jioni. Post yake hiyo iliambatana na picha tuliopigwa na mpiga picha wake. Niliweka simu yangu chini na kufunga macho nikiacha upepo mzuri unipige. Tulipofika nyumbani ilibidi sasa nianze zoezi la kutafuta nguo ya kuvaa jioni. Chaz alinsisitiza nimtafute D. Niliposita kidogo alifanya hilo zoezi kwa niaba yangu. Na hii ndio sababu niko mwenyewe nyumbani nikimsubiri D, anayekuja na nguo kwa ajili yangu. Chaz aliondoka kwenda kwenye kazi zake na kutoacha nyumbani. Haikuchukua muda mrefu mlango uligongwa. Nilienda kufungua bila kuwaza. Kitu ambacho sikutegemea ni kumuona Kian. Angalau leo sikuwa uchi. Nilikuwa nimevaa t-shirt kubwa iliyofika hadi katikati ya mapaja. Ndani nilivaa kibukta kifupi tu lakini hakikuonekana sababu kimefunikwa na ile t-shirt. Kwa hiyo sikuhangaika kupendeza sababu mwanamke ndo anakuja sio Kian. Aliponiona alitoa macho kidogo lakini akatulia kutabasamu. Nilimpisha ingie na nyuma yake D alikuwa anakuja akiwa amebeba mifuko mingine. Sijui huyu mwanamke ameleta nini.
Nilimuonesha Kian mahali pa kuweka ile mifuko na kumgeukia D aliyenikumbatia kwa nguvu. Alikuwa na furaha sana. Mkono wake wa kushoto ulikuwa unang'aa sana. Niliona ngoja nijishaue na kuchukua mkono wake kuiangalia ile pete. Pete ilikuwa ni nzuri sana. Nilimwambia kwamba hongera sana D. Hii pete imekupendeza, ni style yako. Basi D akasema kwamba kweli. Alafu Kian alitaka niletee kitu kipana but nikamwambia no baby, simple is elegant. Ananiambia kwa furaha. Nikamjibu kwamba yes, ni kweli kabisa. Nilimjibu sasa nikielekea jikoni na kurudi na glasi. Kian alikuwa amekaa kwenye sofa akimwangalia D na kutabasamu tu. Nikauliza kwamba wine au juice. D alisema juice wakati Kian akisema wine. D alimgeukia na kumtazama akisema kwamba Kian, tulisema hakuna kunywa wine mchana. D alimwambia hivyo kwa hasira kidogo. Kian alitikia tu kwa kichwa lakini uso wake unaonekana hakufurahia. Hasa D alinigeukia akasema kwamba tunakunywa juice. Aliniambia. Sasa nilielekea jikoni na kurudi na jagi kubwa la juice. Kisha nikarudi tena na kuchukua keki zilizokuwa kwenye jokofu. Nikamwambia kwamba bora tule na hizi cupcake sababu Charles hapendi sukari, kwa hiyo naishia kuzipika tu na kuzila mwenyewe. Nilimwambia sasa nikiweka kibakuli chenye keki nyingi. Nilileta na visosi vitatu, tulikaa na kuanza kule sasa tukipiga story au niseme D ndo aliyekuwa anaongea. Akielezea mipango yake ya harusi, mara akirudi kwenye siji kutafuta rangi, mara siji akirudi kwenye masuala ya picha. Akamuuliza Kian ya kwamba hivi Kian, zile picha tunapiga lini? Kian akajibu ya kwamba mpaka nikirudi kutoka safarini. Alimjibu sasa akaendelea kula zile keki. D akamwambia kwamba unajua nishasahau, afu kaenda please usije ukakutana ule mwanamke tena. D alimwambia hivyo na kunifanya nitoe macho. Kian alimtazama Delila kwa hasira. Kian akasema kwamba hivi Delila, haujuagi mahali pa kuongea vitu? Alimuuliza kwa hasira. Delila alibaki akimshangaa tu. Delila akasema kwamba kwani nimekosea nini? Gordon rafiki yetu, hakuna shida kama akijua ulikaribia kunisaliti sababu ulikutana na kimwanamke ukiwa umelewa. Ndio maana mimi sipendi unywe. Delila alimjibu hivyo kwa hasira kidogo. Nadhani nitaonekana mchawi nikisema moyo wangu unafurahi kidogo msikilizaji. Lakini mimi sikupenda kuona huzuni kwenye macho ya Kian, hivyo niliinuka na kujipeleka chumbani. Nilijaribu kuwapa uhuru wa kugombana. Nilipofika chumbani hata sikukaa sana. Nisikia mlango ukibamizwa. Nilisubiri kama dakika 2 kisha nikatoka. Nikasema, kuna chochote? Dia akasema, Gordon, hizi keki ni tamu sana. Dia inaniambia utadhani sio yeye aliyekuwa anagombana na mpenzi wake. Kian alikuwa ameshaondoka, hajamaliza hata juisi yake. Nilimwambia tu kwamba asante. Basi Dia akasema, afu usiweze kusikia, usiweze kabisa, atatulia tu, lakini aliniumiza sana. Nikasema kwamba lakini kama umeamua kumsamehe hakuna haja ya kumkumbusha kila wakati. Kumbuka huyo ni mume wako mtarajiwa. Nilimwambia kwa upole, ndio natamani waachane, lakini bado sitaki hicho kitu kitokee sababu kitamuumiza Kian. Basi Dia akasema kwamba mume ambaye hataki hata tuanze taratibu za harusi. Kuna muda hata nashindwa kuelewa hata kwa nini Kian amenivalisha hii pete, sababu hakuna siku inapita tujagombana. Dia alisema huku sasa akimalizia juisi yake na kuchukua glasi iliyokuwa na juisi ya Kian na kuanza kunywa. Nilibaki kimya sababu sijui kitu cha kumwambia. Sasa Dia aliniambia kwamba tuachane na mimi bwana, hebu tumalize hapa nianze kukuvalisha. Yaani hapa nina hii picha kichwani kwangu, nina uhakika lazima upendeze sana. Dia aliniambia hivyo kwa uchangamfu, huku sasa kitabasamu kama vile sio yeye aliyekuwa analalamika mahusiano yake sekunde kadhaa zilizopita. Mpaka jioni nafika, nilikuwa mtu wa tofauti kabisa. Leo usiku nilivaa haya mawigi ya nywele mbichi. Yaani nywele zinaonekana zimeloa hivi. Nilipakwa makeup nzuri sana. Chini nilivaa kibukta kinachobana ambacho kinaishia chini kidogo ya makalio cha ngozi tu hivi. Alafu huku juu nilivaa blouse cheusi hivi. Alafu kwa tumboni na mgongoni kuna kamba hivi nyeusi zinapita, zina ming'ao hivi. Juu yake nilivaa koti zuri la kuifunika hadi katikati ya mapaja hivi. Chini kabisa nilivaa buti fulani hivi nyeusi. Kila kitu nilichokivaa ni cheusi msikilizaji. Sasa wakati D aliponivalisha hii nguo nilikataa kabisa, lakini nikapitishwa kwenye semina kuhusu jinsi watu wanavyoniangalia na mambo kama hayo. Sio kwamba tena uhuru wa kutembea hivi tena hasa bila koti, lakini nitazoea tu. Basi tuliingia kwenye gari na kumpitia Devi ambaye alikuwa na Silas, Rahim pamoja na Cindy, bila kumsahau producer Casey.
aliomba nafasi mwenyewe lakini amechukua kijiji kizima. Basi Cindy akasema kwamba Mara, leo uko kama Beyonce. Hebu shuka nikuone. Cindy alisema kwa sasa akinipa mkono na kunishusha kwenye gari. Nilishuka na kuzunguka huku yeye na Kesi wakishangilia. Nina marafiki machizi sana. Basi Kesi akasema kwamba oh yes, Beyonce huyo. Kesi alisema kwa sasa akitoa pesa na kuanza kunimwagia. Au labda niseme change, sababu zilikuwa ni noti za buku ambazo hata hazifiki 10,000. Asa Chazi huko akicheka akasema kwamba hivi mnajua hapa ni barabarani eh? Kesi akasema Chazi unaona wivu wewe, acha kuwa mzee bwana. Shuka hapa chini ni kuogeshe pesa. Mara yako ya mwisho kumwagiwa pesa ilikuwa ni lini? Kesi alikuwa anamtania huku akimshika mguu ili amvute. Sasa simu iliyoanza kuita, ni simu yangu ilianza kuita, ndio ikawa imemuokoa Chazi kwa sababu Kesi alikuwa amedhamiria kabisa kumshusha na kumchezesha. Chazi aliponiambia ninapigiwa na Tony, kila mtu akawa kimya. Basi Tony yeye alikuwa anauliza tu kama nimeshafika kwa sababu yeye ndo anatoka hotelini. Tuliingia kwenye gari, uzuri nilijua hili lazima litokee, hivyo tulikuja na gari mbili, kisha safari ya kwenda klabu ikaanza. Uzuri tulipofika klabu na Tony naye ndo alikuwa anafika. Alinikumbatia na kunisalimia huku akinisifia sana. Cindy bila aibu alikuja kumwambia niko kama Beyonce. Tony alicheka lakini alikubali. Tuliingia kwenye ile klabu kubwa na maarufu kuliko zote hapa mjini. Mimi sio mtu wa kwenda klabu, lakini lazima niseme hawa watu umaarufu wao sio wa bure. Tulipelekwa kwenye sehemu yetu maalum ambapo ilikuwa imetengwa na watu. Nadhani huku ndiko matajiri wanapokaa. Vinywaji vilianza kuja huku tukifurahia muziki mzuri na nyimbo kadhaa za Tony zilipigwa. Nyimbo zangu mimi sio rahisi kuzisikia klabu kwa sababu ni nyimbo za taratibu na za hisia. Kwa hiyo sio kitu cha kurukaruka. Stories zilikuwa nyingi sana. Kesi na producer wa Tony walikaa na kuanza kupiga stories zao wenyewe. Cindy na Davy bado walikuwa wanaendelea kuchukozana wenyewe huku Chazi akiwa pembeni yangu, mkono wake kwenye paja langu. Basi Tony akasema kwamba kwa hiyo Golden, uko tayari kutoa club bangers eh? Mimi nina hakika utatisha. Unazo hips nzuri za kucheza nyimbo kama zetu bwana. Tony alisema huku akitabasamu. Chazi alinibonyeza kwa nguvu, bila shaka alitaka kuongea lakini niliweka mkono wangu juu ya mkono wake na kumtazama kwa tabasamu. Nilijichekesha tu nikasema kwamba niko tayari, hata mwanaume wangu hapa huwa anapenda sana nikicheza. Nilisema kwa sasa nikimtazama Chazi na kupandisha miwani yake. Chazi alishusha pumzi na kunibusu. Uso wake wote ulionyesha namna gani amefurahi. Basi Tony akasema kwamba sasa unatakiwa waoneshe na watu pia hautakiwi kuishia kucheza chumbani tu. Tony alisema bila dalili yoyote ya kukereka. Sidhani kama alikuwa anajaribu kunitongoza. Labda hivi ndivyo vitu alivyozoea kuongea. Hata hivyo tutaongelea nini sasa? Hali ya hewa ya nchi yake au? Nilichukua simu yangu na kuanza kujirekodi na Tony akiwa pembeni yangu huku sasa tukiimba wimbo wake uliokuwa unapigwa pale club. Najua hizi video zitanifaa baadaye kwenye kuposti. Kwenye mida ya saa 6 hivi Tony aliitwa jukwani. Alifika pale na kuwasalimia mashabiki zake na kuimba wimbo wake. Ulikuwa ni wimbo mmoja tu, kisha akaniita. Nilitembea hadi karibu na jukwaa nikiwa na Cindy aliyejitolea kuwa msaidizi wangu kwa usiku wa leo. Nilivua koti langu na kumkabidhi. Cindy alipiga mluzi huku sasa akinitazama juu hadi chini, akisema kwamba Beyonce, Beyonce, Beyonce. Cindy alisema kwa kirukaruka. Sina uhuru kiivo, lakini jinsi Kesi na Cindy wanavonipampu inanifanya nione niko sawa. Ukijumlisha nimeshakunywa glass 3 za wine. Sijalewa lakini kichwa changu kimekuwa chepesi kidogo na ile aibu imeshapotea. So nilipopanda jukwaani watu walipiga kelele na kuanza kutoa simu zao kurekodi. Ulianza kupigwa wimbo wa Tony, ni club banger tu na mimi sijui kuzicheza lakini Tony alinipa mkono. Basi Tony akaniambia kwamba wewe fuata tu vile nafanya. Aliniambia sasa akitabasamu na kurudi nyuma. Tulicheza kidogo na kuimba kwa namna fulani hivi. Nilipenda jinsi sauti zetu zilivyochangamka. Sasa kila wakati tuliposogeleana watu walizidi kupiga kelele. Si unajua nini? Tuliimba au niseme tulicheza nyimbo mbili za Tony. Mpaka hapo nilikuwa nimeshakuwa jasiri kabisa. Na waliamua hadi kuweka wimbo wangu wa Loving You. Ulikuwa ni muziki tu. Hivyo tuliimba na nilishangaa Tony anayajua mabeti yote. Hata na mashabiki waliimba na sisi. Tulipomaliza kuimba wimbo wangu, Tony alinisogelea tena. Akasema kwamba tuwapatie show kidogo, acha kuwa mgumu sana.
Aliniambia sasa akitabasamu. Sikuelewa hata alichomaanisha hadi wimbo wake mwingine ulipopigwa na akaja kusimama nyuma yangu. Sasa alipokuja kusimama nyuma yangu, Tony akanong'oneza akasema kwamba wape show kidogo. Nilimsikiliza na kuanza kuzungusha kiuno changu. Watu walipiga kelele yani kama wanachanganyikiwa vile. Aileta mkono wake tumboni kwangu huku sasa akinivuta karibu yake tukicheza pamoja. Alinizungusha tukawa tunaangaliana nini. Alinisogelea kabisa, pua zetu yani zikawa sasa karibu. Lakini nilimsukuma kidogo kama utani hivi na kurudi nyuma huku sasa nikimtazama. Nina uhakika kwa nje watu wanaweza kudhani ni kitu tulichofanyia mazoezi, lakini hapa nilipo akili yangu yani ni kama inanipigia kelele kwa kufanya kitu ambacho nilijiambia sitakuja kufanya. Baada ya ule wimbo kuisha, Tony aliniacha nishuke ambapo bado nilimkuta Cindy akinisubiri. Alikuwa ananishangilia kama chizi. Nilitakiwa kufurahi lakini sikufurahi hata kidogo. Nilivaa koti langu juu ya mwili wangu ulioloa jasho na kwenda kumtafuta mpenzi wangu. Labda yeye ndo ataweza kunipatia tulizo la moyo. Sasa kwa yaliyofanyika hapo yeye, Mara pamoja na Tony, unadhani Chaz atalichukulia vipi swala hilo? Kwa sababu Mara kakata viuno vya kutosha na kashikwa na Tony vya kutosha. Chaz vipi? Lakini hilo sio kubwa sana msikilizaji. Ninapenda sana kuona comment yako ikizungumzia kuhusiana na Mara kukataa pete ya Chaz. Kwa hilo unaungana na Mara kwamba yeye bado hayupo tayari kwa wakati huo, ama unaona Mara ni njia tu ya kujiandaa kumwacha Chaz baadaye? Nitapenda kuona ujumbe wako msikilizaji kuzungumzia kuhusiana na pete ya Chaz kukataliwa ili hali bado wako pamoja na Chaz ameonekana kuhakikisha kwamba Mara anapata kila kitu na Chaz anajionyesha kuwa ni mwanaume ambaye anaogopa sana kumpoteza Mara. Je, hiyo ni salama kwa Chaz ama vipi? Tukutane sehemu msikilizaji inayofuata tuweze kuona ni yapi atakayoendelea. Je, Kian ataweza kufanikisha kuwa na Mara ama Mara ataweza kumpata Kian kwa namna yote ile ama itakuwaje? Na hii inatuonyesha kwamba ndoa nyingi watu wanaingia wakiwa bado wana watu wao wanaowapenda sana ambao walitamani ndo wangekuwa wameolewa nao, lakini kwa sababu huyo mtu aliyopo ndo alikuwa tayari, hamna namna. Ndivyo maisha ya ndoa msikilizaji. Tukutane sehemu inayofuata kuweza kujua mengi zaidi. Mtayarishaji wa hii simulizi ni Chuchu na niliyekusimulia hii simulizi ni mimi Lucas Sumbas. God be with you till we meet again. Bye bye.